Neno lake Bwana. Ni kusalimu salamu za mwaka mpya katika jina la Yesu Kristo, nikiwa nimerudi tena mahala hapa kama ilivyokuwa desturi ya mwaka uliopita kwa ajili ya kukuletea neno lake Bwana. Kwa hivyo nakaribisha msikilizaji mpendwa katika jina la Yesu Kristo. Ninayo matumaini ya kwamba Mungu amekuhifadhi na amekulinda, nawe pia unazidi kumtumainia. Nami nikikukumbusha kwamba Mungu anakupenda sana, na yale mawazo ambayo Mungu anakuwazia ni mawazo mema kabisa. Kwa hivyo una kila sababu za kumshukuru Mungu, kumtumaini na pia kumtumikia, kwa maana ndiye mwenye nguvu na ndiye mwenye uwezo. Nami nimekuletea neno lake Bwana, ambalo kwa hilo tunaweza kutambua ni yapi ambayo yanafaa na ni yapi yasiyofaa, ili ya kwamba tuweze kujiepusha na yale yasiyofaa na kuyashika yale ambayo yanafaa, ili ya kwamba tuweze kuona msaada wa Mungu duniani, mwisho tupate nafasi ya uzima wa milele. Kwa hivyo nawakaribisheni katika jina la Yesu Kristo. Ningependa tuweze kuanza kwa njia ya maombi, na itakuwa ni baraka sana. Ni maagizo ambayo tumepewa katika neno la Bwana, niweze kukudhibitishia kwa maandiko matakatifu ili tuweze kufanya maombi, ndiposa tuweze kuanza neno la siku ya leo, na itakuwa ni baraka katika jina la Yesu Kristo. Timotheo wa kwanza 2, 2 Timothy or 1 Timothy chapter number 2 verse number 1. Maandiko yanasema, Timotheo wa kwanza 2 mstari wa kwanza, neno la Mungu linasema, basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukrani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Hili ni zuri nalo la kubalika mbele za Mungu Mwokozi wetu, ambaye utaka watu wote waokolewe na kupata kujua yaliyo kweli. Maandiko yanasema kabla ya mambo yote tunastahili kuomba na kufanya shukrani kwa Mungu kwa ajili ya watu wote, ili ya kwamba tuweze kuishi maisha ya utulivu, maisha ya amani, na pia ya kuheshimiana yanatokana na maombi. Na maandiko yanasema hili ni zuri sana mbele zake Mungu, ambaye yeye hutaka watu wote waokoke na waweze kujua yaliyo kweli. Kwa hiyo bila shaka ningependa tuweze kuomba. Napoomba na wewe pia unaweza kuunganika nami kimaombi, kajiombea hapo ulipo tu. Mungu anaweza kukurehemu, kasikiliza na akakutendea, ukashuhudia wema wake Bwana. Mahala ulipo tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ishia milele, uliye mwanzo tena mwisho, kimbilio, tegemeo, msaada wa karibu, ngome imara. Asante Bwana Yesu kwa upendo wako na wingi wa rehema zako. Asante Bwana kwa ustahimilifu na hata uvumilivu wako Jehova. Sifa hizi ni zako Bwana Yesu. Asante kunifikisha mahali hapa mwaka mpya tena Bwana, na asante kuwalinda wasikilizaji. Asante kulinda maeneo haya. Asante kwa amani jioni ya leo na utulivu.
Asante Bwana kwa mawazo yako mema unatuwazia na mipango mema ulionayo maisha yetu. Sifa hizi zote ni zako Bwana. Umeinuliwa kuliko vionekanavyo na visivyoonekana. Umeabudiwa na umeheshimiwa. Wewe ndiye Mungu wa kweli na wa pekee. Nami nakuadhimisha mahali hapa jioni ya leo. Ninakiri ya kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana, na kando na wewe hapana Bwana mwingine. Ndipo naomba Bwana Yesu, chukua nafasi ukatawali. Miliki mahali hapa jioni ya leo. Jitukuze mahali hapa Jehova. Ukazidi kuondoa mikasa na mikosi. Mambo yote mabaya Yesu kaondoe. Ukatamalaki na kutenda mema. Kile umekusudia kikatendeke mahali hapa, na kile hujakusudia kikapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Kazidi kulinda watu wako wote Jehova, wakubwa kwa wadogo, na kuwatetea kwa maana nguvu zina wewe Bwana. Mahali tuna makosa tunaomba msamaha. Utusamehe Bwana, tutakase. Tupate kibali machoni pako jioni ya leo. Kazidi kutuongoza na kutusaidia Bwana. Ninapolipenda neno lako mahali hapa, ninaomba Jehova nitumike kama chombo, nikanene yapasayo na yastahilio kwa ajili ya siku ya leo. Atakayesikiliza neno lako Bwana, ninaomba likambadilishe, likamfanye kuwa mwana katika ufalme. Ninakataa mipango ya shetani, kila roho ya kuzuia injili maeneo haya, roho ya mpinga Kristo, mamlaka ya waganga na wachawi wa shirikina, nguvu za kuzimu baharini, na zikemea zikapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu tawala, onekana Jehova, ukakomboe, ukaokoe, ukabariki na ukainue, na sifa zote zitakurudia Bwana. Asante kwa maana umesikia na umetenda. Damu yako itufunike na ikanene mema. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Hallelujah. Thank you Jesus. Bwana akubariki sana msikilizaji mpendwa, na azidi kukukumbuka, na kama umekuwa pamoja nami katika maombezi hayo, Mungu wa amani akutendee mema, akumbuke hitaji lako, na pia akushughulikie kwa utukufu wa jina lake Yesu Kristo. Nikukumbusha tena kwamba Mungu aliyekupa uhai anakupenda sana, na mawazo anayokuwazia ni mawazo yaliyo mema. Mipango ambayo Mungu anajua maisha yako, mipango mema sana, na ndio maana uko hai 2026. Kupeni vizuri sana kumweka Mungu mbele na kuyashika yale ambayo anampendeza Bwana. Lile ambalo unajua alifai, usikubali kulitenda, kwa sababu dhambi ya makusudi huwa haiendi bure. Dhambi ya makusudi huwa ina Mungu anaachilia mapigo kwa mtu ambaye anafanya dhambi ya makusudi. Kwa hiyo ni vizuri sana lile ambalo unajua ni baya usiendelee kulitenda. Ni vizuri kuliepuka na kulishika lile lililo jema, na hapo ndipo Mungu atakuwa upande wako. Hapo ndipo atakusimamia na atakutetea. Muhimu sana, Yesu Kristo ndiye njia, kweli na uzima. Amwaminie mwana ana uzima wa milele. Asiyemwamini mwana, ghadhabu ya Mungu inamkalia. Kama nasikiliza jioni ya leo na wewe bado hujamkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, uko upande mbaya sana. Na kusihi katika jina la Yesu Kristo, kwa huruma zake Mungu, umkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wako. Na hapo ndipo utaona ushindi katika maisha ya sasa na pia maisha yajayo. Yesu mwenyewe amezungumza katika Yohana 15 mstari wake ni 5, anasema yeye ni mzabibu, sisi ni matawi. Tukikaa ndani yake naye akae ndani yetu, tutaweza kuona ushindi. Kini amesema kwamba kama vile tawi haliwezi kuzaa bila mzabibu, na sisi pia hatuwezi lolote bila Kristo Yesu. Kwa hiyo mpendwa, katika utangulizi na kusihi mkubali Yesu, kwa sababu yale yote ambayo unatafuta na kuyatamani nje ya Kristo hakuna kitu. Outside Jesus there is nothing. Ni aibu, fedheha na mateso, na vilio, mwisho wake jehanamu ya moto. Kwa hiyo ni vizuri mtu wa Mungu umkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wako, na hapo ndipo utakuwa umeingia pande ile ushindi. Na kama unanisikiliza na umemkubali Yesu Kristo, basi ni vizuri pia udumisha matendo mema. Wokovu si maneno bali ni matendo. Kama umemkubali Yesu, basi angazia matendo yako.
Yesu anauliza Luka 6:46, kwa nini mnaniita Bwana Bwana na mtendi nisemayo? Kwa hivyo kama umemkubali Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wako, basi ni vizuri pia uyazingatie matendo yako. Yesu anasema Mathayo 11:29, tukijifunza kwake, anasema ndipo tutapata raha nafsini mwetu. Kwa hivyo baada ya kuokoka, ukitaka kuona raha ya wokovu, lazima uhakikishe matendo yako yanaenda kulingana na neno la Mungu, na hapo ndipo kutakuwa na ushindi. Kwa watu wote ambao wananisikiliza jioni ya leo, kuna maisha baada ya maisha haya. There is life after this life. Maisha haya tunaishi ni ya muda tu, hata kama tumeingia mwaka mwingine mpya, lakini usisahau ya kwamba sisi ni wapitaji na wasafiri hapa duniani. Duniani hapa we are temporal, we are not permanent. Lakini kuna maisha baada ya maisha haya, na maisha baada ya maisha ni maisha umilele. Na umilele ni mara mbili. Kuna umilele wa vilio na kuna umilele wa furaha. Wale wanaomkubali Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wao na kushika mapenzi ya Mungu wanaelekea katika umilele wa furaha. Na wale wanaokataa Kristo na kushikanishwa na mapenzi ya dunia, basi hawa wanaenda katika machozi ya milele au mateso ya milele. Yesu anasema jehanamu funza hawakufi na wala moto hauzimiki. Sasa mtu wa Mungu unanisikiliza, swali kubwa ni kwamba je, wewe umilele wako utakuwa wapi? Hallelujah. Thank you Jesus. Asante Yesu. Swali kubwa ni kwamba umilele wako utakuwa wapi? Kama leo ingekuwa siku ya hukumu, ungeenda wapi? Sema makijana. Ni vizuri kujiuliza. Naye Mungu anatupa mwito sisi sote. Maombolezo 3:40 Maria anasema tuchunguze njia zetu na tusijaribu, na tumrudie Bwana tena. Tuchunguze njia zetu na pia tusijaribu njia zetu, na tuweze kumrudia Bwana tena. Ni ambayo Mungu, ni mwito ambao Mungu anapeana kwa watu wote ambao wako hai. Tuchunguze njia zetu na pia tuweze kuzijaribu zile njia zetu, na tuweze kumrudia Bwana tena. Kwa hiyo ni vizuri kuchunguza zile njia unapitia na kujiuliza, kama leo katokea likawa ni siku ya hukumu, na hizi njia zangu nitaenda wapi? Na haya matendo yangu nitaenda wapi? Maisha ambayo naishi nitakubalika mbinguni kweli? Nitapata nafasi makao katika uzima wa milele kweli? Ni vizuri kufikiria, ni vizuri kujiuliza, ni vizuri kufikiria. Na maandiko yanasema tumrudie Bwana. We return back to the Lord. Mwenye masikio nasikia hayo. Katika somo la siku ya leo, kulingana na kalenda ya dunia, tuko mwezi wa kwanza wa 2026. Lakini ningependa kukukumbusha ni kwa nini uko hai. Wengine tulikuwa nao 2025 na walikufa. Lakini ni kwa nini mimi na wewe tungali tuko hai? Ni vizuri kuelewa the reason as to why you are still alive and what are you supposed to do. Sababu watu wengi wao wanakosa kuelewa ni kwa nini wako hai. Wengine wanaona ni kawaida tu kuishi, ni kawaida tu kuvuka mwaka na kuingia mwaka mwingine. Wanakosa kuelewa ni kwa nini wako hai na ni nini ambacho wanafaa kufanya. Kwa hivyo jioni ya leo niko na mafundisho kwamba ni kwa nini tuko hai. Why are we still alive? And what are we supposed to do? Ukiwa na kalamu na karatasi, unaweza kuchukua ukaandika vitabu, na unaweza pia kujisomea kivyako, ili ukathibitisha kama yale tulikuwa tunayasema yako ndani ya Biblia au sivyo. Usiwe tu mtu ambaye anaambiwa tu mambo na anaamini bila kuja kuchunguza mwenyewe. Ni vizuri pia wakati mwingine kuchunguza na kuangalia kana kwamba yale ambayo
tumeambiwa kama yako ndani ya Biblia ama hayapo. Ni kwa nini tuko hai? Nianze na maneno ya Daudi aliyosema katika Zaburi 130. Zaburi 130 mstari wa 3. Maandiko yanasema, Bwana, kama wewe ungehesabu maovu, Bwana, ni nani angesimama? Lakini kwako kuna msamaha, ili wewe uogopwe. Maandiko yanasema, huyu ni Daudi alipojikuta yuko hai, akauliza Bwana, kama angehesabu makosa, ni nani ambaye angesimama? Kama angehesabu makosa, Daudi anasema hakuna mtu ambaye angesimama. Lakini anasema kwake Mungu kuna msamaha. Kwake Mungu kuna msamaha. Kwa hivyo the first reason as to why we are alive in 2026 is because we have been forgiven by God. Amen. Tumesamehewa na Bwana. Kama angehesabu makosa yetu, yes, hatungelivuka mwaka. Kama Mungu angezingatia maovu yetu, hatungevuka 2026 tuingie. Lakini kwa sababu ni Mungu wa msamaha, ndio maana tuko hai siku ya leo. Yes. Daudi anasema kwa Mungu kuna msamaha. Ndio maana tunaendelea kuishi. Amen. Hatuko hai kwa sababu ya mipango yetu ya kimaisha. Amen. Hatuko hai kwa sababu ya kazi unatoka kufanya. Yes. Hatuko hai kwa sababu ya familia zetu. Yeah. Hatuko hai kwa sababu ya watoto wetu. Amen. Lakini kila tumemfanya Mungu akatupa uhai mwingine tena, anasema ni kwa msamaha wake mwenyewe. Amen. Ni kwa msamaha wake tu ametupa uhai. Yes. Kama angehesabu makosa, sote tungeliangamia. Yeah. Kwa sababu sisi tuna makosa mengi kama binadamu. Mbele za macho ya Mungu tuna makosa mengi. Amen. Maovu yetu ni mengi sana. Amen. Lakini kwa sababu ya huruma za Bwana, yes, ametusamehea akatupea uhai. Amen. Ametusamehea akatupa nafasi ya kuishi. Yeah. Na lengo kubwa anasema ni ili tumwogope Mungu. Amen. Kwa hivyo you are alive. Yes. Because God forgave you. Amen. Na amekusamehea sio uendelee kutenda dhambi. Yeah. Amekusamehea ili ya kwamba, yes, uweze kumwogopa Mungu. Amen. Exercise the fear of God. Amen. Sijui kama mpenda unajua hilo. Amen. Wakati wengine wanaishi tu kuishi. Yes. Wengine wanaona kuishi tu ni kawaida. Yeah. Lakini mpenda sio kawaida. Yes. Mungu ametupa uhai kwa sababu ya msamaha wake. Amen. Ametuweka hai kwa sababu ya msamaha. Yeah. Ni mambo mengi sana tumefanya mwaka uliopita. Yes. Ambayo kulingana na sheria za Bwana tungestahili kuondolewa duniani. Amen. Hatungelistahili kuendelea kuishi. Yeah. Lakini kwa sababu ya Mungu kuwa ni wa msamaha, yes, basi ametupea nafasi ya kuishi tena. Amen. Kwa hiyo mzee, Mungu amekusamea ndio kavuka mwaka. Yeah. Kijana, Mungu amekuwa msamaha ndio kavuka mwaka. Amen. Mama unayenisikiliza, Mungu amekuwa msamaha ndio kavuka mwaka. Yeah. Lakini akiwa amekusamea, anasema ametusamea ili tumuogope. Amen. Hajatusamea tumudharau. Kweli. Hajatusamea ndio tuseme tuliweza sana. Amen. Sisi ni wababe wa mabaya. Yeah. Hajatusamea ndio tuendeleze uovu. Yes. Lakini ametusamea ndio sasa na sisi tuweze kumwogopa Mungu. Amen. That we can fear the Lord. Yes. Sasa mpendwa, tungali katika siku za kuhesabu Januari. Amen. Wewe unamwogopa Mungu kweli? Amen. Yale mambo unafanya, do you think you fear the Lord? Amen. Yale matendo ambayo unatenda, tunaona kama unaogopa Mungu. Amen. Kwa sababu Mungu amesema ametupea uhai. Yes. Ili tumwogope. Amen. Lakini wewe unavyojiangalia, yeah, ili ulivyo wewe sasa hivi, do you fear the Lord? Amen. Ili unavyoenenda kule umetoka kufanya nini? Yes. Unaogopa Mungu? Amen. Kule unaenda kufanya nini? Amen. Je, unamwogopa Mungu kweli?
Amen. Ni swali ambalo unafaa kujiuliza. Yes. Haya maneno unaongea kwa kinywa chako. Ndio. Je, unaogopa Mungu? Amen. Maana tunaambiwa the reason as to why tumekuwa hai mwaka mpya. Ndio. Ni kwamba Mungu ametusamea tumuogope. Amen. Lakini wewe ukijiangalia, jiulize kama unaogopa Mungu. Amen. Do you fear the Lord? Ni vizuri kujiuliza. Yes. Yale mambo unashughulika nayo na kujihusisha nayo, je, yanaonyesha unamcha Bwana? Amen. Yanaonyesha unamwogopa Mungu? Ndio. Ni vizuri kujiuliza. Yes. Kwa sababu Mungu ametupa uhai ili tumuogope. Amen. Yale mambo unafanya, je, unaogopa Mungu? Hivyo ulivyovaa, wewe unaogopa Mungu? Amen. Do you fear the Lord? Ni vizuri kujiuliza. Amen. Na ni vizuri tuweze kufanya mabadiliko. Yes. Tuweze kumwogopa Mungu. Ndio. Hajatupea uhai kwa sababu nyingine. Ndio. Hajatupea uhai ndio tuendeleze dhambi. Ndio. Hajatuvukisha mwaka ndio tuendeleze uovu. Amen. Hajatuvukisha mwaka ndio tuendeleze wizi. Ndio. Hajatupea mwaka mwingine ndio tuendeleze ulevi. Kweli. Hajatupea mwaka mwingine ndio tuendeleze vuta bangi. Amen. Lakini ametupa nafasi nyingine ndio angalau tumuogope Mungu. Amen. Tuweze kushika mapenzi ya Bwana. Yes. Tuweze kuishi katika yale mambo ambayo yanampendeza Mungu. Ndio. Ndiposa kwamba aweze kutusaidia. Yes. Ndiposa aweze kututetea. Ndio. Sasa mtu wa Mungu, muogope Mungu. Yes. Fear the Lord, kwa sababu amekuamsha ili muogope. Amen. Amekuongezea mwaka, sio uendelee kwa mipango ya kale. Amen. Amekuongezea mwaka, sio uende kwa sugadadi na sugamani. Amen. Amekuongezea mwaka, sio uendelee katika uovu. Ndio. Lakini mwaka amekuongezea because ni wa msamaha. Yes. Yaani hatukustahili kuwa hai siku ya leo. Amen. Lakini kwa msamaha wa Bwana tuko hai. Kweli. Na yeye anasema he demands us to fear him. Amen. Anataka tuweze kumwogopa. Amen. Sasa mpendo, wewe unamwogopa Mungu? Nijiulize. Do you fear the Lord? Amen. Ile mipango uko nayo unamwogopa Mungu? Amen. Ile michoro unachora unaogopa Mungu? Amen. Ile vitu umebeba kwa hiyo handbag dada, unaogopa Mungu kweli? Amen. Ile umebeba kwa hiyo mfuko wako mwanaume, do you fear the Lord? Amen. Do you sure you fear the Lord? Ni vizuri kujiuliza. Yes. Kwa sababu leo tunaweza kuwa na nguvu za kufanya mabaya. Ndio. Lakini nguvu za kufanya dhambi zitafika mahali ziishe. Kweli. Utakuwa mgeni wa nani? Amen. Kuna wakati dhambi inaonekananga ni tamu. Ndio. Lakini si muda mwingi. Baada ya muda mchache dhambi inakuwa ni chungu. Ndio. Adamu na Hawa walipokula tunda waliona kama ni starehe. Lakini baada ya muda kidogo wakajikuta uchi tena msituni. Ni kweli. Na baada ya muda mchache wakajikuta Mungu amewafukuza. Amen. Wakaanza kulilia nje ya shamba la Edeni. Yes. Chunga sana mwaka huu usije ukaanza kulia mpendo. Amen. Jaribu sana kumcha Bwana. Yes. He has given you the breath of life so that you can fear him. Amen. He demands fear from you. Yes. Anataka aone ukimcha Mungu. Amen. Anataka aone ukienenda katika kumcha Bwana. Ndio. Kwa hiyo mpendo, ni vizuri mche Bwana. Yes. Ili usije ukawa miongoni mwa wale watakaolia. Ndio. Na kuomboleza. Amen. Angalia vile Mungu amekupea mwaka kwa amani. Amen. Sasa unataka kujiletea mateso tena. Ndio. Unataka kujiletea vilio. Yes. Kwa kukataa kumcha Bwana. Ndio. Kwa kusimama katika njia mbovu. Yes. Unasahau Mungu aliyekuvukisha mwaka. Ndio. Ni wengi walitamani kuvuka mpendwa. Amen. Lakini hawakupata nafasi ya kuvuka. Kweli. Na wewe umevuka, mche Bwana. Amen. Mche Bwana ndio aongezee furaha katika mwaka wako. Amen. Mche Bwana ndio aongezee amani katika mwaka wako. Amen. Mche Bwana ndio aongezee baraka katika mwaka wako. Amen. Lakini usipomcha Bwana, basi ulivyoanza vyema utafika mahali ukuta mateso. Ukute vilio na mahangaiko na aibu na fedheha. Amen. Na kwa maana Mungu aliyekupa nafasi ulikataa kumcha, yeye hata kusaidia. Amen. Fear the Lord. Amen. Kwa yale mambo unafanya, mche Bwana. Amen. Maana ndio lengo kubwa la yeye kukuweka hai. Yes. Amekuweka hai ili umuogope. Amen. Hajakuweka hai ili ufanye mambo yasiyompendeza. Amen. Amekuweka hai ili umuogope.
Kwa hiyo mpendwa msikilizaji, fear the Lord. Amen. Kwa ile kazi unafanya muogope Mungu. Amen. Ili aweze kuongezea mema kwa maisha yako. Yes. Hapo kwenye maisha yako kijana, muogope Mungu. Amen. Ujana wanasema ni moshi. Ujana ni moshi. Tena ukipita huwa haurudi. Kweli. Ujana ni moshi kijana. Usiangalie uko na nguvu za kifua ukaanza kufanya mambo yasiyofaa. Ukaingilia wizi na mihadarati. Kuna wakati hizo nguvu zitaisha. Utakuwa mgeni wa nani? Ni vizuri kumwogopa Mungu. Mungu anasema ametuweka hai ili tumuogope. Hajatuweka hai ili tuendelee kwa njia za uovu. Hajatuweka hai ili tuendeleze dhambi. Ametuweka hai ili tumuogope. Ametuweka hai ili tumuogope. Na maandiko anasema hivi katika Mithali 8:13. Anasema kumcha Bwana ni kuchukia uovu, kiburi na majivuno, na njia mbovu, na kinywa cha ukaidi pia nakichukia. Kumwogopa Mungu tunaambiwa ni kuchukia uovu. Ndio uonekane unamcha Bwana ni wakati unachukia uovu. Lakini kama unashiriki uovu ni kumaanisha wewe uogopi Mungu. Unamdharau Mungu wako. Na hapo ndipo mema uliyopangiwa yataondolewa. Na utaingia katika vilio ambavyo Mungu hakupanga. Kwa hiyo kumcha Bwana ni kuchukia uovu. Na kiburi na majivuno. Kwa hiyo Mungu anatarajia mwaka huu hautakuwa na kiburi. Anatarajia mwaka huu hautakuwa na majivuno. Mungu anatarajia mwaka huu bila amekupa nafasi ya kuishi. Anatarajia kwamba utakatana na njia mbaya. Hautasimama katika njia mbovu. Ili ya kwamba mema yaonekane kwako. Lakini kama utaenda kinyume na ule mwito wa Bwana, kwa hiyo utaenda kinyume na lengo la Mungu kukuweka hai, basi utaingia vilio ambavyo Mungu hakukupangia. Usikubali mzee na kijana. Fear the Lord. Depart from evil. Achana na dhambi. Achana na uovu. Umekunya miaka mingi umepata faida gani? Hakuna faida. Umeegemea wanaume wenyewe wakikulipia nyumba, umepata faida gani? Hakuna faida. Hata wengine ni kisonono kinawapiga tu. Rudia Mungu mpendwa. Na umche Bwana. Usitawaliwe na tamaa ya mwili. Huu mwili tamaa yake inavika mali na kuacha kwa magonjwa ya kisonono. Inakuacha tamaa ya mwili na kuacha kwa mapigo yasiyokuwa ya kawaida. Unaanza sasa kulipia deni la dhambi. Usikubali mpendwa msikilizaji. Mungu amekusamea, amekupea mwaka mwingine mpya. Tarehe 8 mwezi wa kwanza 2026 mche Bwana. Fear the Lord. Wachana na njia mbovu. Wachana na wizi. Wachana na ulevi. Wachana na kuvuta bangi. Wacha matendo mabaya. Wacha mipango ya kando. Wacha kuenda kwa waganga. Wacha kuenda kwa wachawi. Hawana msaada wowote. Hata ukivuka majini hautasaidika. Hayawezi kukusaidia. Mungu ndiye msaada wako. Ndiye amekupa uhai mwaka mwingine. Anasema anataka umche yeye. You fear the Lord. Na hapo ndipo kutakuwa na mema. Hapo ndipo kutakuwa na ushindi. Hapo ndipo kutakuwa na baraka. Kwa hiyo mpendwa, geuka. Usiendelee kutembea katika uovu. Ni mwaka ubadilike. Ni mwaka uache dhambi. Ni mwaka utoke ndani ya uovu. Njia mbovu wachane nayo. Na kinywa cha ukaidi uache. Kubali kurekebishwa. Sio ukirekebisha unakuwa na kinywa cha ukaidi. Hii maisha mpendwa hatujui kesho. Unaweza kujikuta babaya. Kuwa mpole na ukuwa mnyenyekevu. Ukikosea shuka, kubali kosa lako, omba msamaha. Kiburi hakisaidii. Kinawazika watu kulimbachua kwa sababu ya kiburi na kinywa cha ukaidi. Kusikia wao ndio kusema. Wao hawawezi kupanga. Kimefanya wengine wamezikwa hawana uzao. Wameenda bure. Wewe ulizaliwa na unaacha dunia bila kuzaa. Kwa sababu ya kuishi na dhambi. Mtu wa Mungu. Unakaa bure, unakufa kulimbachua. Hata baraka Mungu alikuumbia hujaziona. Sikubali kumcha Bwana. Ndiye atakutangulia kuepushia mitego ya adui. Atakutangulia kuepushia mabaya. Mche Bwana atakutangulia akuondoe katika njia ya mabaya. Akuondoe kwa ajali. Wewe mtu wa pikipiki. Mche Bwana, barabara unapita wewe hujui. Fear the Lord. Usienende katika kiburi. Na karoka na tawanga wakigani wa kiburi. Wengine wakikalia wanasikia tuko mbinguni. Sasa barabara ni yangu. Mimi ndio kusema. Usikubali kayo mtu wa Mungu. Mungu amekupa mwaka mwingine, muogope Mungu. Muogope Mungu.
Mungu. Ndio. Kama unapiga honi mtu asikie, sio kila mtu ako barabarani, Ni kweli. wengine wako ushago na wako barabarani. Ndio maana ukipiga honi asikii. Ni kweli. Ako ushago. Ni mwili natembea njiani. Sasa usiseme mimi napita naye nipiga honi. Mche Bwana. Amen. Uone baraka za Mungu. Amen. Uone ushindi. Yes. Sifanye matendo ya kiburi. Amen. Sifanye matendo ya majivuno. Amen. Sifanye matendo ya ukaidi. Ndio. Usikuwe mkaidi mwaka mpendo. Amen. Kuwa mtu ambaye you are flexible. Unaweza kuambiwa na ukasikia. Amen. Unaweza kurekebishwa na ukasikia. Ndio. Unaweza kuambiwa hili ni kosa na ukakubali. Yes. Na ukashuka chini. Ndio. Usikuwe final say. Amen. Utakufa mapema. Yes. Shetani atakupita na wewe. Yuko duniani, maana anasema asukua kama simba agurumaye. Anatafuta mtu wa kummeza. Amen. Wakati unakataa kumwomba Mungu kwa matendo yako, shetani atakumeza. Shetani akikumeza mwisho wake ni kukuua. Ndio. Maana yeye hataki ubarikiwe. Amen. Anataka uondoke kabla uone ushindi. Kweli kabisa. Na uende jehanamu. Ndio. Usikubali mpendwa. 10:26 Mungu anakuambia amekuamsha ili uogope. Amen. Hajakuamsha ili ufuate marafiki. Yes. Hajakuamsha ili ufuate mwili wako vile nakwambia. Amekuamsha ili uogope Mungu. Amen. Kwa hiyo kila kitu unafanya lazima ujiulize kama kinapendeza Mungu. Kweli. Maana kuna wakati utahitaji msaada wa Mungu. Kuna wakati utahitaji Mungu akutetee. Atakuteteaje kama wewe ulikataa kumwangalia Mungu? Amen. Atakuteteaje kama ulikosa kumcha yeye? Kweli. Lazima mtu wa Mungu sasa ubadilike. Amen. Kila jambo unafanya uliza Mungu kama anaonaje. Inafaa kweli mbele za Mungu. Kweli alinivukisha mwaka nikafanya hivi. Siku na watu wengine umewazika mwaka uliopita. Siku na wengine umewachangia hela za mazishi. Jiulize sasa, nikifanya hivi kweli hii ndio ilifanya Mungu akaniacha duniani akiondoa fulani. Aliniacha nikaanga hapo kwa hii matendo. Akaondoa fulani mimi nikabaki niwe mrefu. Akaondoa fulani mimi nikabaki niwe mwisi. Vitu zingine fikiria mpendwa. Watu wengine waliondoka wewe ukabaki. Jiulize, Mungu kweli alikubakisha ndio ufanye mabaya? Alikubakisha ndio uvunje ndoa ya mtu? Alikubakisha ndio ukasa upige mke wako? Hiyo sio Mungu akubakisha uwe mtu wa vita kwa nyumba yako. Alikubakisha ndio muogope Mungu. Na uache majivuno na kiburi na kinywa cha ukaidi. Na ile njia mbaya ujiepushe nayo. Na hapo ndiye Mungu akiwa mbinguni atakuachilia baraka. Atavika mwaka wako utukufu. Mema ambayo amekupangia, maana maandiko yanasema Mungu ana mipango mema na sisi. Mawazo anayotuwasia ni mema. Lakini hatuwezi kuyaona tukiwa na kiburi. Hatuwezi kuyaona tukiwa watu wa majivuno. Hatuwezi kuona mipango ya Mungu mema tukiwa watu ambao wamejaa matukano. Matusi kwa kinywa chako. Barabarani kidogo umekanyagwa matukano tayari. Hiyo mpendo huwezi kuona baraka za Bwana. Lazima uogope Mungu. Hata kama kuna kosa, sikiliza matamshi yako. Kweli Mungu akiwa mbinguni anafurahia. Na ukikosewa wewe si wa kwanza kukosewa. Yesu alikuwa hana dhambi na alikosewa. Ni kweli. Sasa usiseme vile amenifanyia nitampiga matukano. Utakuwa unajifunga baraka zako mwenyewe. Fear the Lord. That is why he has given you the breath of life today. Amekuweka hai ili umche Bwana. Amekuweka hai ili unapotembea unaogopa Mungu. Na kuogopa Mungu anasema ni kuacha ile njia mbaya. Ni kuachana na kiburi. Ni kuacha majivuno. Ni kuacha ile njia mbovu. Na kinywa cha ukaidi tunaachana nacho. Kubali kuambiwa. Na ukiambiwa kubali. Kama ni kosa kubali. Na ukubali kurekebishwa. Maandiko anasema mtu anayeonya mara nyingi anakataa atakufa. Na hatapata dawa. Ni kweli, atavunjika. Mtu anaambia unakosea na anajiona yeye ndio sikusema. Maisha ni ya kwangu. Mtu kama huyo anakuwa premature. Na Mungu akiona kifo kinamkaribia hawezi kumtetea. Kwa sababu ni mtu anajisikia yeye ako sawa. Hahitaji kutawaliwa na Mungu. Usikubali kuwa mmoja wao mpendo. Hii dunia kuna mitego ya mauti kila mahali. Kwa hiyo barabara, kwa hiyo kule tunakaa mitego ya kifo iko kila mahali. Ukilala usiku si watu wote wamelala. Wengine wameamka kutafuta kafara. Mche Bwana akulinde. Mche Mungu mpendwa. Ya kulinde. Usifanye mambo yasiyopendeza Mungu. Usienende kwa njia ambayo zifurahishi Mungu. Usiunganike na vikundi vya ovyo. Usiunganike na vikundi vya upotovu. Mtu wa Mungu angalia sana. Mungu amekuweka hai ili uogope. Hajakuweka hai ili ukae wataka.
Yes. Amekuweka hai ili umche. Amen. Uenende kwa njia zinampendeza. Ndio na yeye akiona adui atakuhifadhi. Amen. Akiona kifo mbele atakuokoa. Ndio. Akiona ajali mbele atakunasua. Amen. Kwa sababu umemcha Bwana. Lakini ukiishi kivyako na kufanya mambo yasiyofaa, basi Mungu akiona ajali mbele hawezi kukuokoa. Hawezi. Atakuachilia angalau ukiwa hospitalini utakuwa unamwogopa. Kweli. Kuna watu wengine Mungu akiona mabaya mbele ya ajali, ndio anaachilia, anasema angalau wataniogopa. Yes. Kwa sababu sasa wanaishi kivyao. Ni kweli. Usikubali Mungu akuachilia kwa mabaya mbele. Amen. Mche Bwana. Yes. Usifanye mambo kwa sababu watu wanafanya. Amen. Fikiria Mungu aliyekuvukisha mwaka, alikuvukisha ufanye mambo kama haya. Amen. Kuna watu wengine walikufa. Ndio. Ukabaki kweli alikubakisha ili ufanye mambo mabaya. Hapana. Ni vizuri kuuliza mpendo. Yes. Usifuate marafiki. Yes. Usifuate grupu yako. Amen. Fikiria Mungu aliyekupa uhai. Amen. Develop the fear of God. Yes. Ndio utaona baraka mbele yako. Amen. Ndio kila una plani kuona utakiona. Ndio. Lakini kama wewe unaishi kivyako, yes, mipango yako yote haiwezi kufanikiwa. Yes. Kwa sababu shetani ni mwizi. Ndio. Anaibianga watu wako na bidii na wana kumcha Mungu. Ni kweli. Anaibianga watu wanafanya kazi usiku na mchana na they don't fear God. Yes. Anawaibia. Ni kweli. Watu ambao wanasikia masomo ndio kila kitu. Ndio. Pamoja na kusoma fear the Lord. Amen. Hata kama unabidia kazi, mche Bwana. Amen. Mche Bwana. Yes. Hata kama wamekupandisha cheo. Ndio. Mche Bwana. Amen. Sikiliza maneno ya Mungu bila anasema hapa. Ndio. Ujue mpendo kumcha Bwana ndio kila kitu. Yes. Bidia kazi haisaidii bila kumcha Bwana. Amen. Zaburi 128 inasema hivi. Yes. Sikiliza mtu wa Mungu. Fear the Lord. Amen. Amekuweka hai ili muogope. Yes. Zaburi 128 mstari wa kwanza anasema heri kila mtu amchaye Bwana. Yes. Na aendaye katika njia yake. Ndio. Taabu ya mikono yako hakika utaila. Amen. Utakuwa heri na kwako kwema. Amen. Mtu anayemcha Bwana na anatembea kwa njia za Bwana. Yes. Kwa hiyo kumcha Bwana kunaambatana na njia. Ile njia unapitia ni ya Mungu kweli. Amen. Ukichukua mpango wa kando, hiyo ni njia ya Mungu. Hapana. Ukichukua mume wenyewe, hiyo ni njia ya Mungu. Hapana. Wakati unaiba kazini, is that the way of the Lord? No. Hiyo si njia ya Bwana. Yes. Na ndio maana taabu ya mikono yako hautaiona. Yes. Lakini Mungu anasema kumcha Bwana. Yes. Na ukikumcha Bwana na utembee kwa njia za Bwana. Yes. Ile taabu unataabikia utakula. Amen. Lakini kuna watu wanaamka mapema, wanaona wamechelewa, na kile wanatafuta hawatawaipata. Ni kweli. Kwa sababu hawana kumcha Mungu. Ndio. Wao wanaishi kuishi. Yes. Wanafanya mambo hawataka kufanya. Yes. Hata Mungu alimsahau. Ndio. Hawamfikiri. Yes. Hawafikiri. Ndio. Mtu wa Mungu naye sikiliza. Yes. Mche Bwana. Amen. Unaona vile umetoka kazini. Ukikosa kumcha Mungu, kile unatokea huko, unachokea hautawahi kiona. Ni kweli. Wanakiona wale wanamcha Mungu. Amen. Na wanaenda kwa njia za Bwana. Ndio. Ndio anasema taabu ya mikono yako utaikula. Yes. Na kwako utakuwa kwema. Amen. Na utakuwa heri. Ndio. Kuna watu wakipata pesa inakuja na magonjwa. Amen. Hawana wema. Ndio. Wakipata pesa ndoa inaisha. Yes. Hawana wema. Ndio. Kwa sababu gani? They don't fear the Lord. Yes. Wao wanaishi kivyao. Kweli. Wanafanya vile wanataka kufanya. Ndio. Wengine wamesoma, wamepata madigrii, lakini imelala ndani ya sanduku. Yes. Anafanya kazi ya kawaida. Amen. Kwa sababu ya kukataa kumcha Mungu. Ndio. Ukikataa kumcha Mungu utasoma sana, lakini karatasi zitakaa kwa sanduku. Ni kweli. Na wewe unazidi kuhangaika mtaani. Yes. Kwa sababu hujamcha Mungu. Yes. Kwa hivyo kile umetaabikia miaka 10 na fulani kwa shule inakuwa useless. Amen. Mtu wa Mungu. Yes. Fear the Lord. Amen. He has given you the breath of life for you to fear him. Amen. Ndio sasa taabu ya mikono yako utaila. Yes. Kwako kutakuwa kwema. Yes. Na wewe utakuwa heri. Yes. Katikati ya waombolezao hautatajwa miongoni mwao. Amen. Katikati ya waliao hautatajwa miongoni mwao. Amen. Wale watakuwa wanaligireti, ni kwa nini nikaoleka hapa? Hawezi kuwa miongoni mwao ukimcha Mungu. Amen. He will direct your path. Yes. Lakini watu wasiomcha Mungu ndio shetani tena wachanganya. Anaoleka mahali ambapo hakuna. Ni kweli. Miaka miwili akishapewa watoto wawili ndio sasa anarukwa. Yes. Mwingine anaoa mtu asiyekuwepo. Amen. Baada ya miaka miwili kumbe hakuwa yule. Ndio. Ile shetani ni kuchanganya watu wanaokataa kumcha Mungu. Amen. Wana make the wrong decisions. Wakifikiria ndio huyu kumbe sio huyo. Yes. Kumbe ni shetani amevaa ngozi ya kondoo. Amen. Aonekana ndiye kumbe siye.
Yes. Kutembea tembea unakuta sie. Ndio. Unaanza kuishi maisha ya regret. Amen. Stress ndio hizo. Ndio. Shetani anakuambia sasa kunyonga changa kidogo. Na uongezea kabangi, stress itaisha. Yes. Kumbe stress haziwezi isha na pombe. Amen. Kwanza zinaongezeka. Walikuja wakifikiria wanamaliza stress, walimaliza afya. Amen. Wanapelekwa na baridi. Yes. Wengine walikuwa wanakunywa wakifikiria wanaondoa stress, kumbe wameondoa meno. Ndio. Wengine ni vibogoyo. Shetani aliwadanganya hii stress sasa toa kwa pombe. Amen. Kumbe hakuna kutolea pombe kwa stress kwa pombe. Yes. Ni kuondoa meno na kujiwekea alama hazina sababu. Amen. Yesu ndiye njia, kweli na uzima. Amen. Mche Bwana. Yes. Unayenisikiliza. Ndio. Ondoka ndani ya kiburi. Kwa jina. Ondoka ndani ya njia mbaya. Amen. Ondoka ndani ya mienendo mibaya. Amen. Ondoka ndani ya matendo maovu. Yes. Fear the Lord. Yes. Mungu ambaye anakupa uhai. Amen. Mche yeye. Amen. Na usimame katika mapenzi yake. Ndio. Uyashike yale yanayomfurahisha. Amen. Uyatende yale yanayomfurahisha. Ndio. Na hapo ndipo mema aliyokupangia utayaona. Hapo ndipo uzuri aliyokupangia utauona. Lakini ukiishi kwa njia zisizofaa utatamani sana mema, lakini huwezi kuyaona. Kweli. Mche Bwana kijana. Amen. Mche Bwana mama. Yes. Mche Bwana mzee. Ndio. Taabu yako ukaile. Amen. Magonjwa asile taabu yako mwaka huu. Amen. Visirani na vituko vya hapa na pale visile fedha zako. Yes. Mche Bwana ndio ukijituma Mungu anakuwekea security. Amen. Ukijituma sana na kuweka bidii anaweka security. Yes. Kile unataabikia unavyo kufurahia. Amen. Lakini ukikosa kumcha Mungu huwezi kuona kitu. Amen. Utataabika sana. Yes. Lakini mwisho wake hamna chochote. Ndio. Hamna ushindi. Shetani ni mwizi hatari. Anaingianga watu ambao wanakataa kumcha Mungu. Amen. Wanajituma kwa kazi 24/7. Yes. Mchana unafanya kazi, usiku tena kazi. Yes. Lakini wewe ndio unakataa Mungu wako. Amen. Haufikirii hata kumwomba Mungu. Yes. Shetani anakuibia kabisa. Ndio. Kama dini yako ni siri yako. Anakuibia. Shetani mpendwa. Amen. Mungu aliyekuumba. Ndio. Na ufikirie sana kuhusu Mungu. Amen. Usifikirie sana kuhusu marafiki. Usifikirie sana kuhusu mambo ya dunia. Fikiria sana Mungu, kwa maana ndiye alikupa nafasi ya kuishi. Amen. Marafiki hawakupa nafasi ya kuishi. Ndio. Ni Mungu ndiye amekupa nafasi ya kuishi. Yes. Kwa hiyo unafaa kumfikiria sana Mungu. Kuliko mambo mengine yote. Amen. Unafaa kumfikiria sana aliyekupa uhai. Amen. Na wakati mwingine Mungu anapotuangalia, anapotuona hatumwogopi, anashangaa na sisi. Ndio. Anashinda kwa nini hatumchi Bwana? Yes. Bwana hatumwogopi Mungu anayetupa uhai. Yes. Na ambaye anatakana atubariki. Amen. Sasa kwa sababu ya kosa kumcha Mungu, mtu anaishi kwa dhambi. Amen. Na hiyo ndio inazuianga baraka za mwanadamu. Sikia vile ambavyo Yeremia akaambiwa na Mungu. Yes. Katika Yeremia 5 mstari wake wa 21. Yes. Anasema, sikilizeni ninyi neno hili, enyi watu wajinga, msio na ufahamu, mlio na macho ila hamuoni, mlio na masikio ila hamsikii. Je, hamniogopi mimi, asema Bwana? Hamtatetemeka mbele za uso wangu, mimi niliyeweka mchanga kuwa mpaka wa bahari kwa amri ya daima, isiweze kuupita. Mawimbi yake yanapomuka hayawezi kushinda nguvu, yanapovuma sana hayawezi kuupita. Lakini watu hawa wana moyo wa kuasi na ukaidi, wameasi, wamekwenda zao, wala hawasemi mioyoni mwao, basi na tumche Bwana Mungu wetu, aletaye mvua ya mwaka na mvua ya buri na wakati kwa wakati wake, na kutuwekea majuma ya mavuno yaliyoamriwa. Maovu yenu yamegeuza haya, na dhambi zenu zimezuilia mema msiyopata. Amen. Mungu anauliza, kwani hamniogopi? Yes. Hamuniishi mimi? Amen. Na akasema kwa sababu ya hiyo, mtu anapokosa kumcha Bwana anakuwa mjinga mbele za Mungu. Ndio. Na mtu akiwa mjinga basi anazuia baraka zake mwenyewe. Ndio. So when you don't fear God, you are a fool. Amen. And a fool cannot progress. Yes. A fool can never see blessings. Amen. A fool even hata akiweka bidii anaweza kuona kitu. Ni kweli. Kwa hiyo mpendo, usikubali kuwa mpumbavu mwaka huu. Amen. Mche Bwana Mungu wako. Amen. Ambaye anakupa nafasi ya kuishi. Amen. Shika mapenzi ya Mungu. Yes. Fuata njia za Bwana. Hallelujah. Ogopa Mungu aliyekuamsha. Amen. Na hapo ndipo baraka zako hazitazuiliwa. Yeah. Mungu anasema kwa sababu ya watu kukosa kumcha, wanaingia kwa dhambi. Na dhambi zinazuia mema. Zinazuia baraka zao. Zinazuia ushindi ambao wanafaa kuwa nao. Sasa wanaanza kuteseka nje ya mpango wa Bwana. Wanaanza kuhangaika
nje ya makusudi ya Bwana. Usikubali kuwa mmoja wa mpendwa. Mche Bwana kwenye maneno yako. Mche Bwana kwenye matendo yako. Mche Bwana kwa yale unayofanya, ili ya kwamba uweze kuona ushindi, uweze kuona baraka za Mungu, uweze kulindwa na Bwana. Fear the Lord. Usiamue uamuzi ambao unakufurahisha wewe. Amua uamuzi ambao unampendeza Mungu. Amua uamuzi ambao unatokana na mapenzi ya Bwana. Amua uamuzi ambao unafurahisha Mungu aliyekupa uhai, ili ya kwamba unapoendelea kuishi ataongeza mema kwa maisha yako, ataongeza baraka kwa maisha yako, ataongeza ushindi kwa maisha yako. Lakini ukikosa kumcha Bwana, basi anasema ndipo mema yatazuiliwa, ndipo baraka zitazuiliwa, ndipo ushindi utazuiliwa, ndipo amani itazuiliwa. Watu wakikosa kumcha Bwana. Mzee, mche Mungu aliyekupa uhai. Kijana, mche Bwana aliyekupa uhai. Unayenisikiliza, fear the Lord that has given you the breath of life. Ndio utaona ushindi, ndio utaona mema, ndio utaona uzuri wa Bwana. Mungu hajakumbukisha mwaka utende dhambi, hajakumbukisha mwaka ndio uibe kazini, hajakumbukisha mwaka ndio uharibu ndoa ya mtu, hajakumbukisha mwaka ndio sasa uende kwa mganga. Amekumbukisha mwaka ili umuogope Mungu. Usimame katika njia za Bwana, epukane na dhambi. Hapo ndio mema utayaona, hapo ndipo baraka utaziona, hapo ndipo ushindi utauona, hapo ndipo mafanikio utayaona. Fear the Lord. Mche Mungu aliyekupa uhai. Fanya mambo ukimwogopa Mungu. Fanya mambo ukiangalia Mungu aliyekuumba. Uone kana kwamba yanafaa ama hayafai. Ukifikiria kama yanastahili ama hayastahili. Yale yasiyostahili, mpendwa, wachana naye. Usifuate marafiki. Marafiki hawatakusaidia. Wako watu sahihi wako njema na walikuwa na marafiki. Marafiki waliwaacha hivyo hivyo. Kuna wengine wamelazwa hospitalini kwa sababu ya kujiona kana kwamba wanaweza na kufuatana na marafiki kufanya mambo mabaya mabaya. Sasa wamelazwa hospitalini na marafiki hawawezi kuenda kuwasaidia. Akiwa pale hospitalini analia, Mungu wangu. Hawezi kulia rafiki zangu. Analia, Mungu wangu. Mtu wa Mungu, usifuate marafiki. Mungu amekuhurumia. Anakupea nafasi ya kuishi. Amekuhurumia, amekupea nafasi ya kuwa hai. Sikiliza, sababu nyingine ya sisi kuwa hai. Ni kwa nini tuko hai, mpendwa? Nafasi hizo ni kwamba tumesamehewa. Na hatujasamehewa ili tutende dhambi. Tumesamehewa ili tumwogope Mungu. Sababu ya pili ya sisi kuwa hai. Kitabu cha Maombolezo 3:22. Maombolezo 3:22. Maandiko yanasema ni huruma za Bwana kwamba hatuangamii, kwa kuwa rehema zake hazikomi, ni mpya kila siku asubuhi. Uaminifu wako ni mkuu. Bwana ndiye fungu langu, husema nafsi yangu, kwa hiyo nitamtumaini yeye. Maandiko yanasema jambo la pili, sababu ya pili ya sisi kuwa hai. Maandiko yanasema ni kwa sababu ya huruma za Bwana. Tuko hai kwa sababu ya kuhurumiwa na Haleluya. Tuko hai kwa sababu ya kuhurumiwa na Bwana. Hatuko hai kwa sababu yetu sisi wenyewe. Tuko hai kwa sababu Mungu ametuhurumia. Na zile huruma zake Bwana, hajatuhurumia ili tuendelee kufanya mabaya. Hajatuhurumia ili tuendelee kutenda dhambi. Lakini ametuhurumia ili ya kwamba tumchague yeye awe fungu letu. We choose the Lord as our portion. Mtu wa Mungu, uko hai kwa sababu ya huruma za Bwana. Haukustahili kuwa hai. Hatukustahili. Makosa yetu ni mengi sana ambayo Mungu angeangalia asingetuweka hai. Makosa yetu ni mengi sana ambayo Mungu angeyazingatia asingetuweka hai. Lakini ametuweka hai. Anasema kwa sababu ya huruma zake. Ni huruma za Bwana kwamba sisi hatukukufa mwaka uliopita. Ni huruma za Bwana kijana. Sio ubaba wako. Sio ungwana wako. Ni huruma za Bwana kwamba wewe haukukufa last year. Umeamka mwaka mpya. Ni huruma za Bwana. Maana rehema zake zimekufikia. Anasema fadhili zake zimekuwa mpya kila asubuhi. Uaminifu wa Bwana umetulinda sisi.
katikati ya mabaya tuliyoshiriki. Mungu akawa mwaminifu sana, hakutuacha tuondoke duniani, akatuhurumia tukavuka mwaka. Sasa haujahurumiwa uwe mwizi, haujahurumiwa uwe mzinzi, haujahurumiwa uwe msharati, unahurumiwa ili amesema umchague Bwana awe fungu lako. You choose the Lord to be your portion. Usaja kuhurumia Mungu ndio afanye biashara za magendo, haja kuhurumia akakupa nafasi ya kuishi ndio sasa karibu wasichana wenyewe kijana, haja kuhurumia ili uwe sababu ya mtu mwingine kuteseka. Amekuhurumia umchague Mungu awe ndiye fungu lako. Amesema ndivyo husema nafsi yangu, Bwana ndiye fungu lako. You choose the Lord to be your portion. Yani manake kila nitakachofanya nitaangalia kama kinapendeza Mungu aliyenihurumia. Wengine walipokufa kwa ajali, mimi nikalindwa na Bwana nikavuka mwaka. Yani Mungu kanihurumia, sikuwa mwema nikabaki hai. Anasema ni huruma za Bwana. Kwa hivyo anasema in return tunastahili kuchagua Mungu awe ndiye fungu letu. Ukivuta bangi kweli umechagua Mungu awe fungu lako? Hapana. Wakati unapotia mdomoni yatokea puani, haiwezekani. Leo unasikia ni starehe, ngoja ukoe kama mashini, langi zikiwa zimeharibika. Kweli. Saa 9 asubuhi unakoa, karibu tuseme umeenda. Kwa sababu sasa moshi umemaliza kifua. Kweli. Mtu wa Mungu, badilika. Mapema ni mapema. Mshahara wa dhambi ni mauti. Na unaweza kuwa unasikia ndio sasa unaenjoy sana. Unasema zinaingia haile. Sio muda mrefu. Kifua kinaenda kuharibika. Kweli. Utakuwa mgeni wa nani? Utaanza kutembea huku tukichanga ati tunamchangia enda India. Hakuna haja uende India. Wewe kufa tu uende kwa hukumu. Mtu aliyeharibu maini kwa changatu mchangia enda India. Hapana. Aondoke tu duniani. Ndio. Wanangojea hukumuni. Hata Mungu anahurumia wale wanajihurumia. Wewe unapiga machangana na makali kuna kule na kuchanganya kila takataka zote. Alafu ukiambiwa maini imeharibika unataka tukuchangie milioni 5 uende India. Kuna haja kuchangia wenda tu hukumuni. Mtu wa Mungu badilika. Sileni kwa ubaya. Kweli. Unajua mtoto mdogo akilala lazima anamwagiwa maji ndio amke. Kuna watu nafanya kuwaamsha. Wamelala usingizi sana. Kweli. Wanafikiria ni starehe, kumbe wanaharibu mpaka afya zao. Wanaharibu mpaka afya. Na wanasikia ni starehe. Kweli. Angalia umesoma na unakaanga zuzu tu. Kwa sababu ya kuingilia miadarati. Badilika mpendwa. Na kama unataka kubadilika uje ni kuombea uache hizo vitu. Yesu anaweza kusaidia. Sasa angalia hata nyumbani uendi. Unakaa tu mtu ambaye hajielewi kwa sababu ya kutumia miadarati. Come to Jesus. Mwaka ni mpya, badilika. Njoo kwa Yesu. Ni kuombea uache hizo matakataka. Kwa jina la Yesu. Tunakufanya unakaa tu chokoraa hapa na pale. Ni mtu ambaye amesoma, ana heshima zake, lakini kuingilia madawa za kulevya unakaa mtu hajielewi. Toka huko mpendo, mwaka ni mpya. Toka huko. Mungu amekuhurumia ndio uendelee kukaa kwa dhambi. Amekuhurumia ili umchague Bwana. Usichague bangi, chagua Mungu. Kwa jina la Yesu. Usichague pombe, chagua Yesu. Usichague mihadarati. Wengine wanakula manduya. Dawa imetengenezea maiti watu wakule malaya, wewe unakula wewe. Wewe ni wazimu kivyako. Dawa ya wazimu wewe unakula uko ati haile. Wewe ni wazimu. Kweli. Tukupeleke malaya ukaanze huko. Mtu wa Mungu. Fanya haraka ubadilike. Kwa jina la Mungu hajakuhurumia uchague dhambi. Amekuhurumia ndio useme enough is enough. Sasa nimefanya dhambi na sioni faida yake. Wengine walikuwa wamenona sasa wameisha. Hata suruali mshipi inakuambia wewe umekonda wewe. Kwa sababu ya kutenda dhambi. Njoo kwa Yesu mpendwa. Toka kwa dhambi. Mungu amekuhurumia. Anasema umchague awe fungu lako. Umchague awe fungu lako. Kwa sababu ni huruma zake au kuangamia. Tulistahili tuangamie kwa sababu ya dhambi zetu. Lakini Mungu akatuhurumia. Akatuhurumia akaona wacha niwapee mwaka mwingine. Wewe watabadilika. Sasa usije ukafanya mabaya. Usiendelee kutenda dhambi. Usiendelee mtu wa Mungu. Badilika mzee. Badilika kijana. Badilika mama. Choose the Lord to be a portion.
sin. Usichague dhambi wewe. Utakufa mapema. Amen. Dhambi inaua mapema. Inachakarisha. Dhambi inafukarisha. Inaondoa mpaka afya. Amen. Dhambi inakufanya unakuwa bonomo. Unakaa bonomo. Unakuta mwana kijana anafungua macho kama pusi usiku. Kwa sababu sasa anasema ziko haide. Ziko haide na kesho yenyewe hauna chochote. Hata mpangilio wa ndoa hauna. Miaka inasonga na hata ufikiri kuoa. Sasa hiyo ndio raha. Hapana. Basi raha mpendwa ni upumbavu wa shetani. Toka huko mara moja. Toka katika jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema siku zilizopita zinatosha mzee. Zinatosha kijana. Kufanya upumbavu. Tenda dhambi. Siku zilizobaki ni za kufanya mapenzi ya Mungu. Siku zimebaki kijana za kufanya mapenzi ya Mungu. Ni wakati uamke utoke kwa dhambi. Amuka kwa jina la Yesu. Mungu aliyekuhurumia. Akakupenda basi. Ya kuwa hai mpendwa. Hakukuhurumia uendelee dhambi. Hakukuhurumia uendelee matendo ya nyuma. Amekuhurumia ili uachane na matendo ya kale. You choose a lot to be a portion. Hapo ndipo mabaraka zitaonekana kwako. Hapo ndipo mema yataonekana kwako. Hapo ndipo mauti ya mapema haitakupata. Lakini ukiendelea hivyo mpendwa, utakufa mapema. Shetani si rafiki, ni adui. Ni kweli. Anauanga watu mapema. Kimbia moja alione vijana wadogo. 99 kurudi mpaka huku ndio wanakufa tu. Ni kweli. Kuanzia 96 hapo ndio wanakufa tu. Wanaanguka tu. Mtu wa Mungu. Wacha dhambi kijana. Wacha kwa jina la Yesu. Toka. It is the mercy of God. That you are still alive. Na Mungu hajakuhurumia. Na wewe ukose kujihurumia. Unafanya vitu havifai. Sasa ni wakati na wewe pia ujihurumie. Kwa jina la Yesu. Toka ndani ya dhambi. Toka. Come back to your senses. Kwa Yesu. Mungu akuumba ufanye hivyo. Au kutoka ushago kuja kuwa mlevi Nairobi. Au kutoka ushago kuja kuvuta bangi. Kuja kusema na kuja kutafuta. Sasa badala ya kutafuta shetani amekutafuta na wewe. Leo mkatae. Wakamwambia mkatae shetani. Mwambie achukue mizigo yake. Kwa jina la Yesu. Anasema obey the Lord and resist the devil. And he shall flee. Ni wakati wa kutii Mungu na kumpinga shetani. Na shetani atakimbia. Na wewe utakuwa mwana wa Mungu. Hapo ndipo mema aliyopanga Yesu katika maisha yako utayaona. Sio miaka inasonga na wewe unabaki hivyo tu. Hata wengine walikuwa na nyumba hawana nyumba. Chabila anachekana saa hii. Ikifika usiku wa juma ile dharura. Dhambi zilimbeba mpaka nyumba ikafunga. Ni kweli. Mpaka vitu sikaibiwa. Amebaki hana kitu. Njoo kwa Yesu mpendwa. Rudia Mungu wako. Rudi kwa Yesu. Choose God. Okoka. To be your portion. Mchague Bwana. Anasema sasa ni wakati wa kuchagua Mungu. Awe ndiye fungu letu. Kama sasa sitaendelea kumkosea Mungu. Huyu Mungu amenihurumia. Wengine wakilazwa mimi nabaki mzima. Acha nimchague awe fungu langu. Niyafanye yale yanampendeza Mungu. Niyatende yale yanastahili. Yale yanafaa mbele za Bwana. Na hivyo ndivyo mpenda maisha yako yatageuka. Usifuate marafiki. Marafiki ni waongo. Mlevi akiwa na pesa anachotea wote. Chafua meza. Wacha kosi chakula. Uone kama atapewa. Utamkuta hapa barabarani. Akichikachika watu mashati hapo. Brother alikuwa na familia asuni kulia tukaunga. Hilo likuna kuja ukifurahia hata wewe lala njaa ukifurahia. Mtu wa Mungu. Rudi katika Yesu Bwana. Come back to the Lord. Usiendelee kukaa kwa dhambi. Mungu amekuhurumia. Hajakuhurumia uendelee kwa dhambi. Amekuhurumia na wewe ujirudie. Useme sasa nafanyanga dini hii. Nini inafanyanga? Mtu wa Mungu, miaka inasonga. Hata kanyumba kama bahati moja hauna. Na kwani kuna shamba. Mpaka baba yako amekugawia ya kwako. Na kanyumba kama bahati moja hauna. Na unafanya kazi. Zote tu ni mlevi. Zote tu ni wanawake. Mwaka ni mpya, badilika. Geuka mpendwa. Kabla shetani akuzime kwa aibu. Sasa mtu akikufa wanaweza wanamjengea kachoo. Na amefanya kazi miaka 30. Wanamkujia kachoo ushago wanamweka ndani. Mtu wa Mungu. Maisha ya aibu. Maisha anasema maziko ya punda. Haya ni maziko ya punda. Kulingana na Biblia. Usikubali kuwa miongoni mwao. Come to Jesus. Na huruma za Bwana ungali naishi. Lakini hajakuhurumia na wewe ndiye kwa nani. Amekuhurumia
ili na wewe ujifikirie. Amen. Useme huyu Mungu alinitunza, nikaona mwaka mwingine, wacha nibadilike. Nimshike huyu Mungu. Nikae na huyu Mungu. Nifanye yale yanampendeza. Nione ni nini alinipangia. Ni kusudi gani alikuwa nalo na kuniweka hai na kunibakisha. Kwa sababu hakukubakisha bure. Kuna watu hapa walikunywa wakawa karibu wakufe. Tukikwambia mkubali Yesu unakataa. Amen. Ukishakunywa pombe umeuka unaanza kuita Jesus. Jesus. Unasikia kwa nyumba. Yesu. Yesu. Sasa hiyo changa inakata maini. Kweli. Na unakataa wa Yesu. Amen. Siku moja utamwita na akosa kuitika. Amen. Uzime hivyo hivyo. Kweli. Kabla ufika hapo wakoka. Wakoka. Come to Jesus. Amen. Rudia Mungu. Yes. Ngine anavuta bangi na mzidi. Ni kweli. Anatoka mbio kutoka mpaka Sinai. Anashikia huko anapewa tu maziwa nini wapi. Sasa inabidi ni kuita Yesu. Amen. Na Yesu anaona wacha nimhurumie nione kama atabadilika. Amen. Anakuhurumia anakurudisha fomu. Yes. Badala urudi kwa Yesu unaamkia na mapema asubuhi. Amen. Siku moja itapita na wewe. Amen. Mungu hatakusikia. Yes. Fanya hivyo mpendwa. Ni huruma za Bwana kwamba tungali hai. Amen. Mtu wa Mungu. Yes. Hakuna raha kwa dhambi. Hakuna. Hamna. Ama. Hata sisi tulikwepa humo. Hatukuona raha yoyote humo. Hakuna. Ni mateso tu chungu nzima. Amen. Na maalama zinaga sababu. Unazaliwa na macho mbili unabaki na moyo. Ni kweli. Unazaliwa uso mzuri na sasa dhambi na kufanya na kanja kwanja usoni kama mtu ajielewi. Alama nyingi. Mpaka ushagoa na kusahau. Amen. Hata ukikufa mzazi anasema huyu si mtoto wangu. Kwa maana miaka 30 ujenda ushago. Ni kweli. Ukirudi nyumbani umekata usoni kama mtu ambaye hakukuwepo. Amen. Mpaka unakuta siku ya kuzikwa wanasema mtoto si wetu. Ndio. Kwa maana huyu sura si yake. Mtu wa Mungu, maisha ya dhambi. Amen. Dhambi inaibisha mpaka mtu akikufa. Ni kweli. Hata akikufa inamwaibisha baba. Hata mpaka mauti. Toka na mbele mtu wa Mungu. Kwa jina la Yesu. Yesu anakupenda. Amen. Na amekuhurumia. Akakupea mwaka mwingine. Amen. Na sio kwamba uendelee kwa dhambi. Yes. Amekupea mwaka mwingine ndio uache dhambi. Ndio. Umrudie Mungu wako. Amen. Uamue wacha nichague Mungu awe fungu langu. Ndio. Sichague tena dhambi iwe fungu langu. Amen. Nachagua yule Mungu aliyenihurumia. Amen. Angalau nione baraka zake. Yes. Mwaka huu usiishe tu hivyo tena. Amen. Kuna watu mwaka uliopita umeisha tu. Kweli. Na vile wameamka kila asubuhi. Ndio. Wakienda kazini. Na hakuna kitu. Hakuna. Mwaka imeisha hivyo. Mtu wangu tena wataka ingine isha hivyo. Amen. Isha tu hivyo. Nothing you have made. Yes. Na vile unafanya kazi na bidii. Kweli. Na mwaka inaisha kwanza kile unacho ni mikopo. Ndio imejaa kwa sababu ya kukataa Mungu. Yes. Na kuingilia maisha ya dhambi. Unasema ni anasa ni starehe. Kumbe sio starehe mpendwa. Kila watu waenda starehe ni kuibiwa na ibiwa destiny zao. Amen. Wananyang'anywa destinies. Yes. Wanasemaga ni starehe. Kweli. Ni raha, tunaponda raha. Ndio. Tumejienjoy. Kumbe ni kunyang'anya baraka. Amen. Ni kuzima kiroho. Yes. Wengine wanazima kindoa. Wengine nguvu za kiume zinaendea hapo. Amen. Na kisha hana nguvu za kiume. Zilizima kwa ulevi. Ndio. Akisema ni raha. Amen. Kumbe wengine walikuwa wamekuja pale wachote nguvu za kiume. Ndio. Unabaki mkebe tupu. Yes. Mtu wa Mungu. Amen. Dhambi ni mbaya. Inatesa. Dhambi inahangaisha. Amen. Inakukalisha. Ndio. Dhambi inadhalilisha. Amen. Dhambi inafanya mtu anakosa baraka. Amen. Mwisho wa dhambi ni jehanamu ya moto. Inaua. Lakini Yesu ni upendo mpendo. Amen. Anakuhurumia na kuita. Ndio. Anasema na anapisha mlangoni. Ukisikia sauti fungua mlango. Amen. Choka na dhambi. Choka kwa dhambi mpendwa. Amen. Dhambi haina ni mzigo sana. Amen. Mzigo mzito. Ndio. Dhambi mzigo mzito sana. Amen. Toka kwa dhambi. Toka kwa jina. Tena dhambi ni expensive. Expensive sana. Kweli. Unaingia na 3,000 kwa baa. Unatoka hauna kitu. Ni kweli na kupata zero. Kesho unaomba pesa ya chai. Acha hapo bure. Hauna chochote. Dhambi ni expensive. Amen. Paka mke wako alienda. Kwa sababu ya sasa ukipata zote ni kwa bure. Amen. Ukirudi nyumbani unakuja na kasukuma katenbo. Na vile uko na watoto watatu. Amen. Sasa sukuma ya 10 itafanya nini? Amen. Inabidi sasa mke anaipanga. Mtu wa Mungu.
Amen. Dhambi ni mbaya. Inatesa. Siangai mama kwa ubaya. Ndio. Najaribu kukufungua macho. Amen. Maana wengine wanaishi tu kuishi. Hawaoni kama kuna kitu, wanasikia tu sisi tunatoka sawa. Amen. Kumbe umefungwa macho. Ndio. Mimi nakufungua macho mpendwa. Amen. Mungu amekuhurumia 2026 umeiona. Kweli. Badilika. Amen. Vile mwaka ni mpya na wewe kubali kubadilika. Amen. Waachana na dhambi. Acha. Choose God to be a portion. Amen. Waachana na marafiki wabaya. Amen. Watakupeleka pambaya. Kweli. Mwizi akishikwa wenzake wanakuanga kwanza kusema auawe. Wale watu wanasemaga mwizi auawe, wengi wao ndio wezi wenyewe. Wanasikia anazotutaja. Vita ndio hiyo. Auawe haraka haraka. Nasije akatutaja. Amen. Mtu wa Mungu. Ndio. Badilika. Amen. Waachana na vikundi vibaya. Wacha. Kama kwa vikundi ambavyo havifai. Ndio. Shikamana na watu wenye hekima. Amen. Watu ambao wanajua ni Mungu ametupa uhai. Yes. Simama na watu kama hao. Amen. Tembea na watu wanakufundisha mema. Ndio. Sio watu wanakufundisha kuiba. Amen. Ukishika watasema hata hawakujui. Yes. Watasema hata hatuwajui muona. Unamuona leo. Amen. Na mmekaanga na wao siku zote. Yes. Mtu wa Mungu. Mwaka huu ni mwaka mpya. Amen. Sasa badilika. Amen. Chagua Mungu aliyekuumba. Ndio. Chagua Mungu aliyekupa uhai. Amen. Awe fungu lako. Yes. Usichague dunia. Ndio. Usichague marafiki. Amen. Ni wanafiki. Kweli. Kama marafiki wa Ayubu walimuruka. Na wewe watakuruka. Na Ayubu ni mtakatifu. Amen. Na mimi na wewe tumejaa dhambi. Yes. Na marafiki wa Ayubu walimgeuka. Ndio. Mpaka bibi yake. Yes. Kamwambia wewe tusi Mungu ukufanya. Amen. Nioleke mapema. Niache kaa hapa nikukuosha hapa. Yesu ndiye njia mpendwa. Amen. Kweli na uzima. Amen. Njoo kwa Yesu. Ndio. Mwaka ni mpya amekuhurumia. Uko hai kwa huruma za Bwana. Ndio. Yeremia anasema ni huruma za Bwana. Kwamba hatujaangamia. Amen. Kwa maana rehema zake zimekuwa mpya kila asubuhi. Amen. Na uaminifu wake umetufikia. Yes. Mpaka tukapata kuvuka mwaka. Amen. Lakini anasema we are supposed to choose God. Yes. To be our portion. Amen. Tuchague Mungu awe ndiye fungu letu. Kweli. Na kwamba tutamtumainia Mungu. Ndio. Sina tumainia vinyago. Amen. Sina tumainia vitu vya kubeba. Ndio. Sina tumainia uchawi. Amen. Yaani mpaka mtu wa pikipiki amepewa kandawa. Pikipiki ambayo ukiweka barabarani wanapala tu watu. Ndio. Lakini shetani anakuwa mwizi hata. Anaiba mpaka watu wa pikipiki wanaenda tu nao. Amen. Tukuvuta kaso. Shetani na ashindwa kwa jina la Yesu. Mtumainia Mungu mpendwa. Amen. Mganga hana kitu. Hana. Kweli. Kama angekuwa nacho angekuwa amesaidia watoto wake. Ndio. Watoto wa mganga hata shule hawakwenda. Sasa mganga ana nini? Hana kitu. Shule hata hawakwenda. Ndio. Siku ingekuwa watoto wa mganga. Ndio. Wewe umepewa mbarikiwa na pikipiki unaendea mganga kupeka ndao. Imagine. Na mganga mwenyewe hana kitu. Amen. Hohe hai. Hata nyumba yake hakuna taa. Ndio. Suma. Na wewe kwako uko na stima. Amen. Unaendea mganga. Ndio. Hata redio hana na wewe uko na TV. Amen. Japokuwa ni ya mkopo. Bora uko nayo. Yes. Na mganga hana kitu. Ndio. Tena unakalia gunia lake. Amen. Na wewe kwako umenunua sofa set. Ndio. Usidanganyike makao mpendo. Amen. Mtumainia Mungu. Yes. Chagua Mungu na mtumainie yeye. Amen. Usiingie kwa njia za ukora. Ndio. Njia za ujanja. Amen. Kupewa vitu ambavyo visaidii. Yes. Atienda naye itakulinda. Ndio. Na mwenye anakupea anakaa chekelea. Hata anakaa wasibu. Kweli. Na anakuambia bebanga hii itakuja kulinda. Ndio. Tasiri itakuta customer. Na yeye mwenyewe ana kazi. Amen. Wewe unaona kama kuna mwanadamu duniani anaweza kusaidia wewe? Ati mwanadamu ajue ukiwa na hii utakuwa tajiri, akupea wewe. Hapana. Si yeye angekuwa tajiri wa kwanza. Ndio. Lakini wajinga ndio wanapotea na kukuliwa. Ndio wao. Mtu wa Mungu. Amen. Hata hekima leo. Amen. Mtumainie Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Yes. Usitumainie vitu vya uchawi na uganga. Ndio. Vya kubeba mfukoni. Yes. Umebeba kama 50 mpaka umeoza. Ndio. Ulipewa na mwaka ambao usitoe mfukoni. Kanakutanga pesa. Ndio. Kumbe akabutangi kanatoanga. Amen. Unawekanga 200 unakuta iko 100. Yes. Unashinda nilinunua nini? Kwani nilikula nini? Sio kama 50 kama mganga. Ndio. Kashilingi 20 mpaka amekuwa black. Wewe kwa wallet. Ndio. Ati katafuta pesa. Tangu lini?
Akaezi. Mtu wa Mungu. Amen. Shetani muongo sana. Na baba wa uongo. Mwaka huu usikubali ya kudanganya. Usikubali. Kama ulipewa vitu kama hivyo tupa. Na uokoke. Uachane na mambo ya kama hayo. Amen. Mtumainie Mungu wako. Yes. Ambaye amekuhudumia huko mwaka mpya. Amen. Mtumainie yeye. Yes. Ukae kwa njia zake. Yeah. Wengine wamepewa vitu wanajipaka bakanga asubuhi. Unajipaka baka wa asubuhi. Ndio. Naambia sasa ukijipaka kusiramia na watu wewe ni komanda. Ndio. Kile utasema ndio watafanya. Yes. Huo ni uongo wa shetani mpendo. Usikubali kudanganywa. Amen. Mtumainie Mungu wako. Ndio. Usikubali kupotea. Amen. Usiweke matumaini kwa vitu. Ndio. Kwa watu. Weka matumaini kwa Mungu aliyekuvukisha mwaka. Amen. Na wale amtumainia Bwana ni kama mlima Sayuni. Amen. Hawezi kutingizika. Yes. Unaendea mganga akupe dawa ya mapenzi. Na mwenyewe hana mke. Amen. Anakupea gani? Nakupea ukahaba. Yes. Unaanza kufanya hanya huku na kule. Mpaka unapotea kwako unalala kwa loji mzazi. Amen. Shetani hakuna kitu anayo. Hana kitu. Hamna. Ni mateso. Mwingine mganga anampea dawa ya kulinda mzee. Yes. Na mganga mwenyewe hana mtu. Amen. Miezi miwili mzee amekufukuza. Ni kweli. Tena amekupiga. Yes. Unaanza kusema sijui kuliendaje. Yeah. Na wewe ndio uliendea dawa. Amen. Wanawake wengi waliopigwa na waume zao na wakafukuzwa usiku walikuwa wameendea dawa kwa mganga. Amen. Kakabaka fire. Yes. Waulize vizuri. Bila wewe sema. Amen. Mtu wa Mungu. Shetani hana kitu. Amen. Hana chochote. Ndio. Hana mtu wa Mungu. Amen. Mrudie Mungu wako. Amen. Na umtumainie yeye. Fuata njia za Mungu. Amen. Kama una mahitaji angalia yule aliyekuvukisha mwaka. Amen. Hakuna kila kitu unahitaji. Ndio. Dunia na vyote vijazaba ni mali ya Bwana. Amen. Ya mganga hamna. Ndio. Hata shetani hana kitu. Hana. Hata kama nyumba hana. Ndio. Anasungukanga umumu. Siku ya Mungu anaulizwa na Mungu, wewe umetoka wapi? Ndio. Sema nimetoka kutoka duniani. Hana nyumba. Hana. Mtu wa Mungu. Yes. Usitumainie adui shetani. Yes. Trust in the Lord. Amen. Who has brought you in 2026. Amen. Mtazame yeye. Fanya yanayompendeza. Na ujue kama amekuvukisha mwaka, akona baraka zako. Amen. Na usiwe na haraka. Na usiishi maisha ya kompe. Nataka kuwa kama fulani. Amen. Sijui nataka nishinde fulani. Utajikuta Illuminati. Na kutoka West toka. Ni kweli. Ni mauti. Na mama yako mwenye alikuzaa na uchungu unaambiwa mtoe kafara. Amen. Unaona kama mtu akitoa kafara anaweza kuwa na furaha? Hawezi. Kuna furaha. Hakuna, ni mateso. Hata ukikupea ngali unaweka tinted black. Amen. Ndani unatoa machozi ya mama. Nalilia hapo ndani mama yangu nikamtoa kafara. Ni kweli. Usiku wa manane huwezi lala. Mama anatokea hapo kwa ukuta. Na kuzani mwanangu kaniua. Yes. Kuna la kwa dhambi. Shetani ana kitu mpendwa. Amen. Yesu ndiye njia. Amen. Na Mungu aliyekuumba na baraka zako. Amen. Usipumbazike. Usidanganyike mpendwa. Amen. Kaingia kwa vikundi ambavyo havifai. Vikundi ambavyo vya kutoa makafara. Mwisho wake ni mateso. Na shetani hanaga permanent blessing. Yes. Shetani baraka yake ni ya wizi. Na kitu ya wizi huwezi kaa nayo. Ukiuzia na unauzia mwingine. Ndio wakisija wakupata. Ni kweli. Shetani baraka yake ni ya kuiba. Anakupea miaka miwili anakuua. Anachukua anapea mwingine haraka haraka. Amen. Usikubali kudanganya mpendwa. Usikubali. Mungu ndiye akona permanent blessing. Amen. Kaa bana ya Mungu. Kaa kwa Mungu. Tazama Mungu wako. Amen. Vumilia Mungu aliyekuumba. Vumilia. Shika mapenzi ya Bwana. Tenda. Tenda yanayomfurahisha Mungu. Amen. Kila jambo unafanya angalia Mungu. Amen. Ukiwa na shida kumbuka Mungu aliyekuumba. Amen. Mtazame yeye. Mwite yeye kwa kila jambo. Mtafute yeye kwa kila jambo. Usitafute nguvu za shetani. Tafuta nguvu za Mungu. Hapa ndipo mema utayaona. Hautaibika. Na baraka zikishuka zitakuwa za milele. Yusufu akibarikiwa ilikuwa ni forever. Daudi akibarikiwa zilikuwa za milele. Hana akibarikiwa za milele. Watu wa Mungu kama ulidanganywa, ulia Mungu wako. Amekuhurumia, amekupea nafasi. Usirenew covenant ya mganga. Achana na covenant ya mganga. Achana naye. Ulia Mungu. Rudi kwa Yesu. Sasa unakuta mama ameendea mganga, amezaa mtoto ambaye hajielewi. Amen. Zuzu tu. Mtoto Silva. Mtoto anafituka ama anafitika tu. Mama anadanganya hata sijui nini kilifanyika. Ongea ukweli. Amen. Mama wengi wamejituma kwa vitu havina maana. Amen. Wanaanza kuteseka bure. Ni kweli. Na mtoto wa kwanza, wa pili kwa sawa, watatu wanatokea cha shangazi. Kitu akieleweki. Sema ukweli. Amen. Uombewe ufunguliwe. Amen. Lakini yeye sema ukweli. Anasema hii ni siri yangu utakufa nayo.
Mtu wa Mungu. Amen. Shetani mwongo. Ni kweli. Sikubali akudanganye. Ndio. Mtumainie Mungu wako. Amen. Ukiona watu wakitangulia na wewe ndio next. Usipitie shortcut watangulia mbele. Amen. Ngojea Mungu wako. Kama unafanya kazi fanya kwa uhalali. Amen. Tumia njia inayofurahisha Mungu. Ndio. Siku yako itafika. Kila mtu ana siku yake ya baraka. Amen. Na Maria anasema humble before the mighty hand of God. He will exalt you at his due time. Amen. Kwa wakati wake. Yusufu alikuwa jela, siku ikafika. Mungu alimbariki. Amen. Kutoka jela kwenda kwa ufalme. Daudi alikuwa msituni, lakini Mungu akambariki. Siku ilifika walimuita kutoka msituni. Wakampaka mafuta ya ufalme. Wacha dhambi mbele. Wacha ujanja. Usishirikiane na wezi. Usishirikiane na wazinzi. Usishirikiane na watu wanaofanya mabaya. Fanya kama kazi, fanya kazi ya uhalali. Ngojee Mungu aliyekuumba ana siku yako. Na ambaye aliandaa kubariki. Yaani Suleimani anasema bahati inampata na kila mtu. Lakini swali ni je, itakupata wapi? Bahati ikikupata kwa ulevi utasahau. Ni kweli. Umeishia hapo. Amen. Ikikupata kwa uzinzi wewe ni mateso mpaka kufa kwako. Bahati yako ikikupata ukiwa tena dhambi unaishia hivyo. Hakuna siku utaona ushindi. Lakini bahati yako ikifika ukiwa umeshika Mungu, maisha inabadilika. Unaona utukufu. Amen. Mtu wa Mungu, kila mtu ana bahati aliyopangiwa na Mungu. Acha dhambi. Chagua Mungu wako. Amen. Ndiye fungu lako. Choose the Lord to be your person. Ana mpango mema na wewe. Mtumainie yeye. Usiegemee waume wa wenyewe na kujiegemeza kwa wakupe hela. Una mahitaji, Mungu yupo. Ndiye suluhisho. Kaa pande ya Mungu. Enda mapenzi ya Bwana. Shika njia za Bwana. Alivyowasaidia wengine na wewe siku yako ikifika atakusaidia. Maria anasema Mungu akifungua mlango hakuna awezaye kufunga. Lakini hawezi kufungulia mlango mtu mwovu. Hawezi kufungulia mlango mtu mbaya. Amen. Isaiah anasema the gates shall be open to the righteous people. Kwa watu wenye haki. Wanaoshika kweli. Wanaoshika mapenzi ya Mungu. Ndio milango siku moja itafunguliwa. Lakini unangojea mlango ufunguliwe na unatenda dhambi. Una mume wenyewe. Na unangojea mlango ufunguliwe baraka. Haiwezekani. Mwingine umewekwa kinyumba. Mwanaume mzima unaoleka. Ni kweli. Shemoni. Amen. Tafukuzwa siku moja vibaya sana. Amen. Mtu wa Mungu. Sikubali kudanganywa. Usikubali. Unakuta mwanamke anakaa peke yake anakuita wewe mkaange naye. Ndio. Wewe si wa kwanza na wewe si wa mwisho. Amen. You are one of them. Labda ikiisha atakufukuza. Na slippers. Ndio. Na utakuwa na mtetezi. Kweli. Kila mtu kwa plot anajua wewe ni mpangwaji, umepangwa. Wakisikia unaambia wewe toka haraka, wanakuja na kuambia wewe toka bwana. Toka. Utakosa mtetezi. Amen. Rudia Mungu wako. Rudi. Na ushike Mungu. Amen. Na umtumainie. Na yeye atakusaidia. Amen. Kwa maana ndiye aliyekupa uhai. Kweli. Na hajakupa uhai akutese. Amen. Lakini ukitenda dhambi utateseka mwenyewe. Amen. Hajakupa uhai ndio uhangaike. Lakini ukikosa kumchagua Mungu uchague dhambi utahangaika. Na mwisho wake shetani atakwambia sasa jiue. Amen. Kill yourself. Ni kweli. Na kujua sio suluhisho. Kweli. Kila mtu anajua jehanamu. Amen. Hakuna mbingu ya waliojinyonga. Hakuna. Wote waliokunywa sumu ni jehanamu. Wote. Mateso ya milele. Amen. Mtu wa Mungu. Amen. Kabla shetani akudanganya mfikie barabara kama hizo, rudia Mungu. Rudi kwa Yesu. Kaa katika njia za Bwana. Amen. Shika mapenzi ya Mungu. Amen. Fanya mambo yanayofurahisha Mungu. Ndio. Usichague watu, chagua Mungu. Amen. Usichague raha za dunia, chagua Mungu. Amen. Usichague anasa, chagua Mungu. Amen. Usiwasikilize watu, sikiliza Mungu wako. Amen. Usijipime na watu, jipime na Mungu wako. Amen. Maana ni Mungu amekupa uhai. Ndio. Na ni yeye ako na kesho yako. Anajua ni wapi umewekewa hatari. Anajua ni lini kuna ajali yako. Mungu anajua ni lini kuna magonjwa yanakujia wewe. Kaa pande yake. Ndio atakuepusha na maradhi ya rukaa usiku na ya rukaa mchana. Kama Daudi alivyosema katika Zaburi 99:91, ukikaa pande ya Mungu anakuepusha na mtego wa mwindaji. Amen. Mtego wa mwindaji. Kweli. Unafikiria kila rafiki ni rafiki? Hapana. Wengine si marafiki. Marafiki wanaotafuta njia ya kukumaliza. Ndio. Mtamu. Ahabu alikuwa rafiki wa Yehoshafati.
Tena akamchinjia ng'ombe nyingi sana. Na akampea msichana. Lakini kumbe hapo alikuwa anatafuta vile ataua Yehoshafati. Sio kile rafiki uko naye na rafiki. Ndio. Okoka. Amen. Wacha dhambi. Acha. Choose God. Amen. Wewe unjui kitu mbele. Ndio. Na kuna watu wamefanya mambo ambayo yanawafuata. Na hawezi kuambia. Ni kweli. Ukiunganika na wao unahangaika. Ndio. Yehoshafati akaunganika na Azia. Wakafanya biashara, meli ikazama, Tarshishi. Kweli. Kila kitu kikaishia kwa bahari. Kwa sababu ameunganika na mtu ambaye amebeba laana. Amen. Mtu wa Mungu. Ndio. Choose God. Yes. Na kuambia hivyo ndio angalau ufunguke macho. Amen. Siona tu watu wanatembea humu wanafikiria wengine wamebeba laana kali sana. Ndio. Ukiunganika nao kwisha. Yes. Na wewe hawezi kuambia. Ni kweli. Na hata wewe sema. Wakikuja kanisani kusema tu pastor niko naona maisha yangu yaendi sawa. Lakini kila alifanya hawezi kuambia. Hawezi. Ndio. Wanadamu wale hawako tayari wafungua mioyo. Wanataka tu wakemewa mapepo yatoke. Ndio. Na mchawi aondoke. Baraka wapate. Na kile walifanya ndio want to say. Yes. Mtu wa Mungu. Kubali kumrudia Mungu. Ndio. Simama mbele ya Mungu. Kwa sababu hata uonaje sivyo. Na udhanike sivyo. Give your love to Jesus. Amen. Sababu ya mwisho. Ndio. Naona muda wetu umeisha. Jambo la mwisho. Ni kwa nini tuko hai? Why are we still alive? Kupeni jambo la mwisho ambalo ni muhimu sana. Ili ya kwamba tuweze kufunga, muda wetu umekwisha. Natumai ya kwamba yule aliandikiwa kusikia amesikia. Katika Petro wa pili 3. Petro wa pili 3 ni kuonyeshe the reason as to why we are still alive. Petro wa pili 3 mstari wake ni wa 9. Anasema Bwana hakawii kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyodhani anakawia, bali huwavumilia, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikie toba. Amen. Bwana hapendi mtu yeyote apotee. Na ndio maana amekuvukisha mwaka. Ndio. Lakini anataka watu wote watubu. The third reason as to why you are still alive is because God wants you to repent. Amen. Anataka utubu. Ndio. Ungeondoka mwaka uliopita ungeenda jehanamu. Ni kweli. Na Mungu anasema hapendi mtu apotee. Yes. Na ndio maana anatuvumilianga. Ndio. Lakini anasema wengine wanasema hiyo siku ya kiyama ni uongo. Kuna dunia kuisha. Mtu akikufa ndio dunia imeisha. Sawa. Yatakupata. Utalia, Mungu anakuambia vile ulikuwa unasema ngojea hivyo. Ndio. Mfahamu, lakini Mungu anasema si eti amekawia kumaliza dunia. Lakini ni kwa sababu anakupenda wewe na mimi. Hataki tuende jehanamu. Amen. Anatuvumilia, anatuvukisha mwaka. Amen. Na lengo lake anataka tutubu. Amen. Na anatumana neno lake nyuma ya kuongezea mwaka. Amen. Ili usikie neno utambue kumbe nakosea hapa. So that you can repent and change. Amen. Kwa mpenda, sababu nyingine ambayo Mungu kakupa nafasi ya kuishi, anasema ni kwa sababu anataka utubu. Yes. He wants you to repent. Yeah. Kwa hiyo mtu wa Mungu repent. Amen. And change. Amen. Badilika. Yes. Usiendelee kutenda dhambi. Ndio. Umekaa huko nje miaka mingi, umepata nini? Hakuna. Rudi kanisani. Amen. Ulikuwa mwana kwaya, sasa ukilewa ndio unaanza kuimba kwaya. Unaimba nyimbo za Mungu wa shetani. Ndio. Utakupa nini? Rudia Mungu mpendwa. Amen. Come back to the Lord. Amen. Kutoka ushago mpaka ukaombewa. Umefika Nairobi hata mwanangu wa kanisa ujui. Ni kweli. Unakaa huko mtu. Mimi napega watu, vile unazunguka watu wakiabudu Mungu. Siku utakuwa na shida, ndio vile pia Mungu atakuwa anatangatanga ukilia. Amen. Rudia tena. Vile unapigaga raundi huko watu wakienda kanisani, unapiga raundi huko, unaingia pool, unaingia video, unaingia wapi? Siku utakuwa na shida. Hivyo ndio utakuwa unalilia Mungu na yeye anapiga raundi. Vile ulikuwa unapiga raundi. Amen. The way you carry God, the way he carries you. Amen. Mtu wa Mungu anayesikiliza. Ndio. Amekuweka hai ili utubu. Yes. Utubu na ubadilike. Amen. Hajakuweka hai kwa sababu ulistahili. Ndio. Ni kuvumilia, ametuvumilia mpendwa. Kweli. Ni mengi tumefanya yasiyofaa, si hata wewe unajua. Mambo ambayo hayafai. Ndio. Mungu angeamua angetumaliza. Kweli kabisa. Angetusema tusivuke mwaka. Amen.
lakini anasema hapendi mtu apotee. Hatakangi mtu aende jehanamu. Anatakanga watu wote wapate uzima wa milele. Na ndio maana anatuvumilia na dhambi zetu zote na uchafu wetu wote anatuvumilia. Tunavuka mwaka mwingine akitarajia watu watatubu. Na wewe mpendwa, usimkasirishe Mungu kwa kuendelea kufanya mabaya. It is the time to repent. Umepewa mwaka mwingine ili utubu na uache dhambi. Angalau Mungu akuonyeshe uzuri aliyokuumbia, akuonyeshe mema aliyokuumbia. Kwa hivyo mpendwa, usiendelee kutenda dhambi. Ukikataa kutubu, ujue kwamba Mungu hata kuhurumia. Shetani yuko duniani anazunguka. If you don't repent, shetani anakufikia. Akikufikia, Mungu hatakusaidia. Atakuachilia. Atakuachilia vile alisema ameachilia wana wa Israeli jangwani. Wakakufia jangwani. Wale walitoka Misri walikufa jangwani wote. Watoto ndio walizaliwa, wakakuwa wakaenda Kanani. Kwa sababu walionekana Mungu akiwapea chance wana misuse. Akiwapea chance wanaonekana kama ni kawaida. Wakaendelea kumwasi Mungu. Mungu akawatupa. Wakakufia jangwani. Usikubali Mungu akutupe mwaka huu. Repent. Tubu mpendwa. Ubadilike. Ushike sheria za Mungu wako. Ushike mapenzi ya Mungu. Uyatende yale ambayo yanamfurahisha Mungu. Ushike yale yanayompendeza Mungu. Ndio Mungu akikuangalia aone mtu ambaye alikuwa anafanya mabaya, lakini alisikia neno na akajua kumbe niko hai ili nibadilike. Akaamua acha nibadilike. Naye Mungu akiwa mbinguni ataachilia baraka katika maisha yako. Ataachilia mema katika maisha yako. Ataachilia ushindi katika maisha yako. Lakini ukikataa kutubu na uendelee kufanya mambo yasiyompendeza Mungu, ujue kwamba kutakuwa na hatari. Kutakuwa na hatari mpendwa. Tubu na uhakikisha kwamba mambo unafanya yanaleta utukufu kwa jina la Bwana. Tubu na ubadilike mtu wa Mungu. Alipenda change. Anasema Mungu akawii kutimiza ahadi yake. Kama wengine wanavyodhani kukawia. Lakini anatuvumilia. Kwa sababu apendi mtu yote apotee. Lakini angependa watu wote watubu. Nikupe mfano mwingine tukimalizia. The reason as to why you are still alive. Luka 13 mstari wake ni wa 6 kuendelea, anasema Luka 13 mstari wa 6. Akanena mfano huu: mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mzabibu. Akaenda akatafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mzabibu, tazama, miaka 3 hii nimekuja kutafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu. Ukate, mbona hata unaharibu nchi? Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao hata niupalilie, niutilie samadi, nao ukizaa matunda baadaye vyema, nao usipozaa ndipo ukate. Jambo lingine limemfanya Mungu akuweka hai ni ili umzalie matunda. Amepeana mfano Yesu kwamba kuna mtu alikuwa na shamba na akawa amepanda mimea na akakuwa ameweka mbolea na kila kitu, lakini mwisho wakati alipokuja kuvuna akapata hakuna kitu, hakuna matunda. Akaambia mkulima, wewe hilo shamba katakata kila kitu, kwa nini hata shamba unaliharibu? Na ile miti ni mimi na wewe. Lakini mtunzaji akasema, naomba utupe mwaka ute, niweke samadi, mpalilie, alafu utakuja kuangalia. Ukikuta matunda sawa, kikosa matunda kata mti. Chunga sana usikatwe. Kitabu cha Mathayo 3:10 inasema shoka limewekwa kwenye mashina ya miti. Mtu usiozaa matunda mazuri unakatwa na kutupwa motoni. Mungu amekupa uhai ili ya kwamba umzalie matunda. Umzalie Mungu wako matunda. Matunda ni matendo ambayo yanafurahisha Mungu. Atakupa uhai ili ulete matendo mabaya. Amekupa uhai uone mwaka mpya ili umzalie matunda. Kwa hiyo unastahili kujua kwamba nilistahili kuondolewa duniani kwa sababu ya mambo fulani nilifanya last year. Lakini Mungu akasimama kwa niaba yangu. Akanipea nafasi nyingine. Na amenipea nafasi nyingine ili nimzalie matunda. Kwa hiyo sitazalia shetani matunda.
Ndio. Kwa kutenda dhambi. Yes. When you sin, you are bearing fruit to the devil. Na ukimzalia shetani matunda unaleta the wrath of God. Amen. Atakupiga na ghadhabu, mwisho ni jehanamu. Lakini ukitenda mapenzi ya Mungu, ukishika haki ya Mungu, ukitenda yale yanayofurahisha Mungu, utakuwa unamzalia Mungu matunda. Amen. Na hapo ndiye Mungu atakusurround, atakuhifadhi. Utatimiza siku zako. Amen. Utatimiza miaka yako. Amen. Na mtu anaitwa Suleimani anasema katika Proverbs 3, miaka yako itakuwa ya amani. Miaka ambayo itakuwa ni miema. Miaka ya baraka. Mtu wa Mungu, mzalie Mungu matunda. Amen. Kila kitu unafanya unajiuliza, am I bearing fruit to the Lord? Amen. Nimewekwa hai nimzalie Mungu matunda. Amen. Nikifanya haya mambo nafanya ninasalia Mungu matunda kweli. Amen. Na ukumbuke amesema nikipata mti hauna matunda, mimi naukata. Kweli. Kwa hivyo chunga usikatwe. Amen. Mzalie Mungu matunda. Amen. Fanya mambo yanapendeza Mungu. Ndio. Hatukustahili kuishi wapendwa. Amen. Lakini tumevumiliwa na tukahurumiwa. Yes. Na tukasamehewa. Amen. Ili lengo kubwa la Mungu ni tumuogope. Yes. Tumchague yeye na kumtumaini. Ndio. Na tuweze kutubu na kumzalia Mungu matunda. Amen. So repent and bear fruits to God. Amen. Na hivyo ndivyo mema utayaona. Amen. Aliye na masikio na asikia haya. Amen. Kwa sababu ya muda wetu, naomba tuweze kufika hapo. Amen. Tafakari haya mtu wa Mungu. Ndio. Choose wisely. Yes. Choose wisely. Amen. Usije ukajuta pale mbele. Ndio. Nimekuonyesha ni kwa nini uko hai. Amen. Sasa fanya hima. Yes. Ushike ile njia inapendeza Mungu. Ndio. Mzalie Mungu matunda. Amen. Usikubali kumfanyia shetani kazi. Usimsaidie shetani kazi ya kuharibu dunia hii. Ndio. Mzalie Mungu matunda. Yes. Na hapo ndipo mema utayaona. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Mwenye masikio anasikia. Amen. Nipende tuweze kuomba tunapomalizia. Kwa Mungu akatujalie neema. Yes. Tuweze kusimama katika kusudi la yeye kutuweka hai. Amen. Maana kuna kusudi la Mungu kuweka hai. Ndio. Ukitimiza kusudi la Bwana unabarikiwa, unapata uzima wa milele. Amen. Ukikosa kutimiza kusudi la Bwana ni laana, mateso, mwisho jehanamu. Ndio. Kwa hivyo tunahitaji Mungu atusaidie kusimama katika kusudi la yeye kutuweka hai. Yes. Na hapo ndipo ushindi tutaweza kuona. Ndio. Kwa hivyo wala ulipo, ningependa tuweze kuunganika pamoja kwa imani. Yes. Tuweze kuomba tunapomalizia, na itakuwa ni baraka katika jina la Yesu Kristo. Nashukuru sana kwa wale ambao wamekubali kutusikiliza. Yes. Uliosikiliza uweke ndani yako. Na utaona ushindi. Mara ulipo, tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunasema ni asante kwa wema wako na fadhili zako. Asante Bwana kwa upendo wako. Asante kwa ustahimilivu na uvumilivu wako. Asante kwa kibali na neema. Asante kutusimamisha mahali hapa jioni ya leo. Na asante kwa wale umegusa wakasikiliza. Bwana, neno lako litie nguvu. Mahali limefika lifanye kazi. Aonekane mabadiliko na ushuhuda. Na sifa zote zitakurudia. Bwana Yesu, tunakuomba utusaidie sote, sisi pamoja na wasikilizaji. Utusaidie Bwana, tusimame katika kusudi lako. Tusimame katika kusudi la wewe kutuweka hai. Tukasimame kwa ile kusudi Bwana. Utusaidie tusiende mbali na kusudi lako. Ili asitupate mabaya, bali tukaone mema uliyokusudia. Kwa maana umekusudia mema kwa maisha yetu. Ndio maana umetuweka hai. Tusaidie kwa maana wewe Bwana. Ninakuinulia waliotusikiliza, walinde na kuwatetea. Wapiganie Jehova. Ukiwabariki maifadha. Wengine ni wagonjwa ukawaponya. Wengine wamevinyiliwa na dhambi. Wanatamani kubadilika. Ila shetani kawafunga. Bwana ukawanyoshea mkono wako. Ukakate kamba za kuzimu. Ukakate kamba za dhambi. Ukawafungue na kuwaokoa. Maana uwezo ni wako. Bwana ukatamalaki. Kila aliyetusikia unajua hitaji lake. Bwana ukamkumbuke. Kamuonekanie na kumtetea. Ukitenda mema kwa maana na Yesu Bwana. Tunakatana na mipango ya shetani. Chama za wachawi na waganga. Maroho ya kutembea usiku na kunyonga watu.
watu. Tunakemea kapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Kama kunaye ametusikiliza na amepangiwa mabaya, tunakanusha na kurudishia mwenyewe mara 7 katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu tawala. Onekana maeneo haya. Tunakatana maroho ya majini yaliyoingia ndani ya mipaka na kulia usiku kama watoto. Tunanyamazisha kapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu katawala. Mahali sauti imefika, tenda mema. Shusha msaada wako. Achilia uponyaji, achilia urejesho, achilia amani. Bwana ukashushe damu yako, ikatakase anga, ikatakase hewa, hata ardhi hii. Mitego ya watu wabaya iwarudie mara 7 katika jina la Yesu Kristo. Bwana ukishusha moto wa Roho kateketeza uchawi, upanga na ushirikina, maroho yote ya kishetani, maroho ya kuzimu, watu waliokufa na kutesa watu Bwana, kusababisha vilio na malaika, yachomeke na moto wa Roho. Mairezi na mauchawi zikachomeke na moto wa Roho. Miungu yote iliyowekwa mahali ya kutesa watu wa Mungu iteketee kwa moto wa Roho. Kila kitu kimewekwa mahali cha kuweka dhambi ndani ya watu kiteketee kwa moto wa Roho. Waliotunga wafunguliwe katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu tenda, na sifa zitakurudia. Hali hapo Jehova, chochote hujapanga, aliyepanga kirudia mara 7 katika jina la Yesu Kristo. Bwana ukakubali watu wako, kila mtu aishi maisha uliyompangia, maisha ya kupangiwa na wachawi. Tunakataa yakapata kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Tumekamata mateka wajimwashi kwa Illuminati, wana mashetani wakutesa watoto, wakurushia watoto limona ya Mungu. Tunawakamata mateka wakapate kushindwa katika jina la Yesu Kristo. Aliyetuma kafara maeneo haya tunamuita kifo katika jina la Yesu Kristo. Bwana tawala na ukatenda mema, nasema sitakurudia. Umeinuliwa Jehova, zidi kutamalaki. Watakapoondoka walinde Bwana, kuwa wanapenda watawa na ushindi. Maana unaweza Bwana, waliokoka wasimamishi, wasiokoka waokoe. Maana Mwokozi ni wewe. Enda Jehova, nasema sitakurudia. Nasi watoto wako Baba, tuliweka mikononi mwako. Tuzingire na ukuta wa moto Bwana, tufunike na damu yako. Tuhifadhi Jehova, chochote hujanipangia, aliyepanga tumrudie mara 7 katika jina la Yesu Kristo. Wakuzuia injili hii, wakunyamazisha sauti hizi, ninamuita kifo katika jina la Yesu Kristo. I declare and decree, no weapon formed against us will prosper, and every tongue rising in judgment I condemn it katika jina la Yesu Kristo. Bwana jitukuzwe na ukatende mema. Tamalaki Jehova, utetee neno lako na utetee watu wako na utetee sisi wanao. Nasema sikurudia. Asante Bwana kwa yale umetenda. Umeinuliwa na umetukuzwa, umeabudiwa na umeheshimiwa. Maombi haya na mkutano huo na sauti hii naweka muhuri wa moto wa Roho. Kitakachoinuka ninakiita kifo katika jina la Yesu Kristo. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele, katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Kama una uwezo, pigia Bwana Yesu makofi mara ulipo. Kama una uwezo, pigia Yesu makofi mara ulipo. Hallelujah. Barikiwa sana. Mungu wa amani kukumbuke, kusimamia na kutetea, kwa kibali cha kushika yale yanayompendeza Mungu. Juano ni baya usitende. Amen. Kama unapitia shida vumilia. Yes. Usipitie shortcut. Vumilia. Yes. Usipende kuombewa, jifunze kujiombea. Amen. Na ukijiombea mwambie Mungu ukweli wako wote. Yes. Tangu kuzaliwa. Amen. Eleza ukweli wako wote. Yeah. Na atakusaidia. Yes. Maana ni Mungu mwenye nguvu. Yes. Wanaopatikana mtandaoni unaweza kupata maneno kama hayo Holy Way Kenya on the internet, any platform, katika mtandao wa kijamii
unaweza kupata elimu kama hiyo. Yes. Holy Way Kenya. Amen. Na ukasaidika sana. Amen. Tunaitwa Holy Way Ministries. Yeah. Tukawa mkuru kwa Rube. Yes. Kiliwa na hiyo njia ya Agape, kuna mlikamizi hapo chini, Agape Church. Yes. Hapo kwa hiyo mlikamizi kuna kanjia kanapitia hapo. Yeah. Unateremka na kanjia nyuma yake tu ya hiyo mlikamizi kuna kanisa la Holy Way Ministries. Amen. Kama unapenda ukweli, ungependa kushiriki nasi, tunakaribisha. Yeah. Na kuanga na ibada kila jioni kuanzia Monday to Wednesday and Friday, kila jioni kuanzia saa 11 kwenda masaa ya saa 2 ya usiku. Ukipata nafasi ungependa kusikia neno na kuomba, unakaribishwa katika ibada zetu. Kwa jina. Jumapili tunakuwa na ibada kuanzia saa 3 kuendelea. Yes. Kwa hivyo kama una mahali kukwenda ibada na unasikia hiyo injili unaipenda, unakaribishwa sana. Amen. Kwa hiyo barabara ya Agape, hapo chini kuna mlikamizi, nyuma yake ndio kuna kanisa. Nyuma ya mlikamizi kuna kanisa la Holy Way Ministries. Amen. Unakaribishwa sana. Wasikizaji wa redio Ruben FM every Friday kuanzia saa 1:30 every Friday saa 1:30 ya jioni unaweza kusikiza pia mafundisho Ruben FM. Yes. Na ukabarikiwa, ukamjua Mungu sana. Amen. Mahali hapa tutazidi kuonana siku kama ya leo kila wiki kwa mapenzi yake Bwana. Amen. Ninakutakia ushindi na baraka. Yes. Kuna mtu ambaye angependa kuuliza swali lolote au jambo lolote, nataka kupeana namba yangu ya simu. Kwa mtu ambaye ana swali au angependa kuja kanisani au jambo lolote lile, nataka kupeana namba yangu ya simu kwa mtu ambaye anaweza kuwa na jambo lolote ambalo linahitaji mawasiliano. Namba yangu ya mawasiliano ni 01 17 12 64 84. 01 17 12 64 84. Kwa mara ya mwisho, namba yangu ya mawasiliano 01 17 12 64 84. Mungu akubariki sana. Amen. Na akutende mema. Sasa kwamba Yesu Kristo anarudi kuchukua walio wake. Amen. Kwa hivyo kaa upande ule ambao unafaa. Kwa siku ya leo tunakuacha tukisema Bwana akutunze. Amen. Na akutende mema. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, fellowship of the Holy Spirit with us now and forevermore. Amen and amen. In Jesus' name, shalom. Bwana atende mema. Amen. God bless you all who are watching. In Jesus' name.